niyo yaziye arankiza, na mimi nikakubali kuokoka. hanyuma nanjye nemera gukizwa. Yesu akanituma, Yesu aranuma niwasaidie ndugu zangu Waislamu, mbafashe bene data b'Abayisilamu, ili na wao waweze kumjua Yesu Kristo, kugira ngo nabo babashe kumenya umwami Yesu. Kwa kifupi, mu magambo make, wakati ule alhamdulillah alladhi radiya al-islam li'ibadihi dina wa nasaba al-adillata ala uluhiyyatihi wa bayyanahu tabyinan wa kafa bi rabbika hadiyan mu'ina. لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وكبره تكبيرا. يؤتي ويمنع، يصل ويقع، يخفض ويرفع، لا شريك له في ملك ولا ند له في حكمه. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي صالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إسرارهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعلى آله وأصحابه ونختار نهجهم إلى يوم الدين وبعد. Ama kwa hakika shukrani za dhati zinamstahiki Allah Mola wetu, na sinabudi kumtakia sala na salamu zimwendee kiongozi wa umma, mtume wa ulimwengu mzima, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ndugu zetu katika imani wa Islam na ndugu zetu katika ubinadamu wa Kristo, karibuni sana katika kikao wetu. Katika vikao vya awali tuliendelea kubainisha baadhi ya uzushi, uongo na tuhuma dhidi ya Uislamu. Na leo pia tutaendelea kuwadhihirisha baadhi ya murtadina waliongopea dhidi ya Uislamu, wakatuhumu na wakakashifu Uislamu, na hata wengine wakawa wanaongeza baadhi ya viarabu ndani ya Qur'ani wakisingizia ni aya ya Qur'ani. Allahu Akbar. Wanaongeza baadhi ya kiarabu ndani ya Qur'ani wakisingizia ni andiko ndani ya Qur'ani, na baadhi pia wanaongeza tafsiri kwa sababu sio kiarabu tu wanaongeza ila wanazua tafsiri zao. Na tumekuja kugundua wengine wanatafsiri Qur'ani Biblia. Yani anachukua aya ya Qur'ani alafu anaitafsiri Biblia. Tafsiri ambayo haiko ndani ya ile aya. Anatoa tafsiri pengine kutoka kwa Mathayo ama kwa Paulo, anakuja anapashika ndani ya Qur'ani. Naam. Kwa hiyo tutaendelea kuwadhihirisha, lakini kabla ya kuanza kumzungumza huyu mzushi ambaye kwamba anadai alikuwa murtad, anajiita Dr. Hussein Mubarak. Hii ni sehemu ya pili yake tunamchunguza. Tunakwenda kumjadili leo na tutakwenda kumjadili katika sehemu ya pili. Lakini kabla ya hiyo kuna fikra ambayo kwamba inasikitisha. Kuna hiyo picha ambayo kwamba mnayaona hapo. Hiyo picha mnaona hapo ni maeneo ya Vatican Rome. Wametia sanitizer kisha wananyunyuzia miungu yao ya kisanamu, wananyunyuzia bimaana Mungu pia anaweka kwenye kinga, bimaana wanamuhifadhi Mungu wao, bimaana ni kama kinga fulani. Mnaona hiyo picha wananyunyuzia bimaana sasa hii huyo walikuwa wanamwabudu amekosa kuwasaidia hao, sasa ndio wanafanya nini? Wanamsaidia. Tunasema inna lillahi wa inna. Hapa ndio baada ya corona imefikisha watu na imedhihirisha baadhi ya vitu ambavyo kwamba kwa binadamu anatakiwa azingatie. Toshe Yusufu, tutaanza na hoja za huyu mzushi Hussein Mubarak. Utatusomea tu hoja yake ya kwanza tuanze kujadili. Ustadh Yahya, kama tulivyomchunguza katika siku zilizopita, na vile tulimfuatilia pia yule nabii Taila ambaye ni nabii Elias, tumerudi kuangalia video nyingine ya Hussein Mubarak na tukakuta kumbe hawa multadina ni kama watoto wa mama moja kabisa, baba tu ndiye tofauti, ni watu wa mbari moja. Hii ni family moja. Hussein Mubarak nakumbuka kwamba katika ushuhuda wake wa kwanza anasema kwamba alisoma Dar es Salaam mwanzo kabisa alipokuwa Muislamu. Alisoma Dar es Salaam, chuo kikuu cha Dar es Salaam. Miaka ngapi?
alisema alisoma miaka 4. Naam. Kisha akapata diploma ya Kiislamu. Naam. Ustadhi Yahya, Naam. ningependa kukufahamisha kwamba katika hizi video pia nimepitia na mtasikiza. Kwanza sikizeni hii, anasema kwamba amesoma chuo kikuu cha Dar es Salaam miaka 3. Msikize. Pale Dar es Salaam nilifanya diploma ya Kiislamu. Dar es Salaam naherewe diploma yo muri Islamu Kwa miaka 3. maze kuyiga imyaka 3. Baadaye nikaja hapo Kuwait, hapo Libya. Hanyuma nja mu gihugu cha Libya. Nikafanya miaka 8 nikapata degree ya kwanza ya Kiislamu. Niga imyaka 8 mbona imamya bumenyi ya mbere yo muri Islamu. Baadaye hapo nilikwenda Kuwait City. Baada ya kudai kwamba amesoma Dar es Salaam miaka 3. Naam. Huyu ni muongo msahaulifu. Naam. Katika ushuhuda wake mwingine akajiporoga. Naam. Yaani akasahau kwamba chuo kikuu cha Dar es Salaam alisoma miaka 3. Katika ushuhuda mwingine ndani ya kanisa anadanganya waumini, akasema kwamba amesoma Dar es Salaam chuo kikuu miaka 4. Msikize. Dari ya Kiislamu ambayo iko pale Kigoma Ujiji. Hanyuma yaho nagiye muri sekondari ya Islamu aho ngaho Kigoma mu muji. Nikafanya miaka 4 nikapata diploma ya Kiislamu. Miga imyaka 4 mabwa diploma ya Waislamu. Baada ya hapo nilikwenda hapo Libya mjini Tripoli nikafanya miaka 8 nikapata degree ya kwanza ya Kiislamu. Nyuma yaho nagiye mu gihugu cha Libya muri Tripoli niga imyaka 8 nabwo mahabwa degree ya mbere ya Kiislamu. Huyu ni muongo msahaulifu. Ndo kawaida ya mtu muongo na desturi ya mtu muongo huwa anajisahau. Naam. Yaani Mwenyezi Mungu mfedhehesha, umdhalilisha. Wewe huyu ni mtu muongo. Katoka Dar es Salaam, kaenda Rwanda, kaongea maneno mengine. Alipokuwa Dar es Salaam, kwa sababu ni maneno ya uongo lazima yagongane. Sasa kabla tuingie katika hoja yake. Naam. Mimi napenda tu nizidi kuweka sawa. Naam. Akasema katika miaka aliyosoma kule katika mji wa Libya, Kuwait na Iran. Katika video hii moja anasema alisoma ukijumuisha ilikuwa 23 years. Kwa sababu anasema kwamba Libya alifanya miaka 4. Dar es Salaam ilikuwa 3, Libya miaka 4, Kuwait miaka 6. Degree. Akapata degree ya pili. Degree ya kwanza alipata kule Libya miaka 8 yani, sio 4. Miaka 8 kule Libya akapata degree ya kwanza. Miaka 6 Kuwait akapata degree ya pili. Kisha Iran Tehran miaka 4 degree ya 4 ya 3. Kisha Saudi Arabia akaenda course ya uongozi. Naam. Akapata degree gapi? Ya miaka 2. Ya miaka 2. Naam. So ukihesabu zote zinakuja miaka 23. Naam. Usisahau katika video ya kwanza 20, miaka 20. Miaka 20. Katika video nyingine ama katika video nyingine anadai kwamba ile miaka aliyosoma alisoma miaka 24. Naam. Kwa sababu chuo kikuu Dar es Salaam alienda miaka 4. Naam. Libya Tripoli miaka 8. Naam. Kuwait miaka 6. Naam. Tehran miaka 4. Naam. Saudi Arabia miaka 2. Naam. So yote ikawa miaka 24. Wewe huko 20, 23 na huko 24. Ajewi. Alafu nafikiria hizi degree zote alikuwa anasoma ndani ya ndoto, kwa sababu kihalisia tukikuja katika ile nadharia mpaka aya za Qur'ani anavunja, na maana alikuwa anaota akienda Taherani, akienda huko. Kwa hiyo tuanze na hoja yake ya kwanza. Kabla ya hoja. Naam. Simambia hapo. Naam. Anasema kwamba yeye wakati wa kukabidhiwa sheti kuna vidume vilivyohudhuria. Naam. Alafu sarakasi alikuwa huyo kwanza, huyo alimkabidhi ana jina anaitwa Akbaru min al-Ifriqiyya wal Arabiyya. Jini huyo alimkabidhi, na alipokuwa anamkabidhi, usisahau katika ile klipi ya kwanza marais walikuwa 4. Katika klipi ya pili marais ni 5. Hapo ndipo point nilikuwa. Alipata kuna Saddam Hussein. Yaani Saddam Hussein kutoka wapi? Kutoka Iraq.
kuna Ayatollah Khomeini kutoka Irani, kuna Hussein Mubarak, alafu sawa alisoma na Osama na amesahau alisoma na Osama bin Laden. Kisha yani kweli kama ulivyosema, katika ushuhuda wa kwanza marais walikuwa watano. Naam. Katika ushuhuda wa pili wakapungua wakawa wanne. Naam. Msikizeni huyu. Nilipomaliza, hanyuma y'ibyo ndangije, wakuu wa nchi hizo ambazo Apostle amesema hapa, abakuru b'ibyo bihugu intumwa yavugiye hano imbere, Ayatollah Khomeini, Saddam Hussein, Hussein Mubarak, Yasir Arafat, Kanali Muhammad Gaddafi. Wale watu walinifanya kuwa kiongozi wa dini ya Kiislamu. Abo ngabo banyimitse nk'umuyobozi kuba shehe wo muri Afrika yo hagati. Alikuwa wa kwanza Ayatollah Khomeini, alikuwa rais wa Iran. Aho ngaho hari umuyobozi mukuru wa Irani, Ayatollah Khomeini. Baadaye alikuwepo Saddam Hussein. Hanyuma hari na Saddam Hussein. Yeye ni rais wa Iraq. We ni umuyobozi w'igihugu cha Iraq. Alikuwepo Yasir Arafat. Hariho nanone na Yasir Arafat. Yeye ni wa Misri. We ni umuyobozi w'igihugu cha Egiputa. Palestina. Wa Palestina mutubabarire. Alikuwepo Kanali Muhammad Gaddafi. Hari nanone Muammar Gaddafi, ni wa hapo Libya. Uonguo ni umuyobozi wa Libya. Ndio waliniweka wakfu kuwa shekhe wa nchi hizo 6. Abo ngabo nibo banyimitse kuba shehe w'ibyo bihugu bitandatu. Sasa tuingie katika hoja zake. Kabla ya kuingia, kwanza mmeshajua kwanza tunakwenda kujadili mtu muongo, naam, mzushi, ambaye kwamba anasema amesoma nao marais wote na ametembea hizo nchi zote za Kiarabu, na Kiarabu hajui kabisa. Nadhani labda ama alipata jeraha ya akili akasahau. Hebu muangalie alivyo muongo. Anasema wakati alitimiza miaka 3 katika Uislamu ndipo Kristo alimjia akamuokoa. Sasa miaka 3 vipi? Mtu ametimiza miaka 3 anamaanisha nini? Ametimiza miaka 3 vipi? Kwa sababu ikiwa amesoma miaka 20 ama 23 ama 24 na ameokoka na miaka 3, anamaanisha nini wakati ametimiza miaka 3? Kwanza hiyo clip ni ya kwanza. Naam. Akiwa Dar es Salaam. Kristo alimtokea baada ya miaka mingapi? Ya Uislamu. Naam. Clip ya pili, Kristo alimtokea akiwa katika chuo kikuu. Naam. Cha Libya. Na huyu Yesu wake alikuwa akimtokea anaongea naye Kiarabu. Sasa sijui. Lakini tuanze hoja yake ya kwanza ustadi. Angalia. Naam. Akiwa Libya. Kuna mambo aliona kwenye Qur'ani. Katika sura Imran, na napenda tuisome. Naam, tutasoma hiyo Qur'ani yake aliyesoma, na tutasoma maneno ya Jalla Jalalu. Katika Qur'ani sura Imran. Naam. Aya ya 45. Naam. Kuna maneno aliona katika Qur'ani na ndio akaanza sasa kupata ile tutasema ni hidayah ya Kikristo. Naam. Hii aya kwanza aliivuja sana. Naam. Na akaongeza maneno ndani ya Qur'ani ambayo maneno Qur'ani hufai kuongeza. Hebu msikizeni. Piki waba wabonye. Nikamweleza katika Qur'ani, ndamubwira ngo muri Qur'ani kuna kitabu kinaitwa Surati Al-Imran. Hari igitabo kitwa Surat Al-Imran. Sura Al-Imran aya ya 45. Icyo gitabo cha 45. Aya hii inasema, icyo gice kiravuga gutya: Mikaeli alikuja kwa Mariamu. Uyu murongo uravuga ngo malaika Gabrieli yasanze Maria, alimwambia inna Allaha yubashiruki bi kalmati minhu ismuhu almasihun. Mwenyezi Mungu anakuletea habari njema za neno. Uiteka akuzaniye ijambo ryiza. Jina la huyo neno anaitwa Masihi. Kandi izina ry'uwo mwana akuzaniye yitwa Masiya. Yasuan ibn Maryam, Yesu utakayemzaa wewe Maryam. Yesu wonguo wa uzabyara Maria. Wajiha fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabina. Huyo Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Uwo Yesu uzabyara yahawe ubushobozi bwose ku isi ndetse no mu ijuru. Wa huwa ahkamul hakimina,
yeye ndiye atakayehukumu wanadamu siku ya mwisho. kandi uwo Yesu ni uzakira witeka agatanga urubanza mu gihe cy'imperuka. Nikamuuliza mkuu wa chuo kuhusu aya hii. Hanyuma mbaza uwo mukuru w'ishuri ibijyanye n'uyu murongo. Kwa nini kwenye kitabu chetu cha Qur'ani ameandikwa Yesu? Ndamubaza ese ni kubera iki mu gitabo cyacu cya Qur'ani handitswemo Yesu? Na kwenye Biblia ya Wakristo Muhammadi wetu hakuandikwa humo. Huyu sasa ni Mubarak Hussein anasoma. Naam. Amesoma hivi. Kalati lil malaikatu. Subhanallah. Kalati lil malaikatu. Yani kwanza sio maneno ya Allah. Uyu murongo wa 45 uravuga ucya? Idh qalati lil malaikatu ya Maryam. Jibrilu Mikaeli alikuja kwa Maryam. Uyu murongo uravuga ngo malaika Gabrieli yasanze Maria, alimwambia inna Allaha yubashiruki bi kalmati minhu ismuhu almasihun. Mwenyezi Mungu anakuletea habari njema za neno. Haiko kwa Qur'ani, sio maneno ya Allah hiyo. Kalati lil malaikatu, alafu akaruka. Akasema ya shua. Hapana, ana yakunu qalati lil malaika, katika hiyo aya qalati lil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihun Yashua Yasuu bin Maryama wajiha tena akasema ni wajihan fi dunya. Akabadilisha hata maana, tutafsiri baadaye. Wajihan fi dunya wal akhirah. Bas hiyo min al-muqarrabin ajaongeza akatafsiri. Alafu sema nini? Wa huwa ahkamul hakimina. Wajhan fi dunya, wajhan fi dunya wa huwa ahkamul hakimina. Sasa kimantiki, idh qalat lil malaikatu ya Maryamu inna Allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu Yasuu Masih Isa bin Maryam wajhan fi dunya wa huwa ahkamul hakimin. Kuna Qur'ani hiyo? Hakuna. Maneno ya Allah ndio hii sasa. Maneno ya Allah Kiarabu kabla tujatafsiri. Idh qalat al malaika. Hakuna idh qalat lil malaika. Idh qalat al malaika ya Maryamu inna Allaha yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu Masih Isa bin Maryam wajihan fi dunya. Sio wajhan. Ukisema wajhan ni uso, ujue wajihan ni uso wa dunia. Ni uso wa dunia. Wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. Hiyo ndio maneno ya Allah. Naam. Tafsiri yake. Sikiliza tafsiri aliyoletea huyu mkorofi ya Qur'ani hiyo aliyosoma ya hiyo Qur'ani aliyoisoma. Naam. Tafsiri yake alisoma inasema ngo malaika Gabrieli yasanze Maria, alimwambia inna Allaha yubashiruki bi kalmati minhu ismuhu almasihun. Mwenyezi Mungu anakuletea habari njema za neno. Uiteka akuzaniye ijambo ryiza. Jina la huyo neno anaitwa Masihi. Kandi izina ry'uwo mwana akuzaniye yitwa Masiya. Yasuan ibn Maryam, Yesu utakayemzaa wewe Maryam. Yesu wonguo wa uzabyara Maria. Wajiha fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabina. Huyo Yesu amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Uwo Yesu uzabyara yahawe ubushobozi bwose ku isi ndetse no mu ijuru. Wa huwa ahkamul hakimina, yeye ndiye atakayehukumu wanadamu siku ya mwisho. Kandi hivi ati kumbukeni aliposema Mwenyezi Mungu kumwambia Yesu. Kwanza anasema Yesu aliitwa Yashua bin Maryam. Yasuu. Yani yeye kwanza amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Naam. Hiyo ni tafsiri ya Biblia sha. Hiyo ni Mathayo 28:18 kabisa. Ameifanya kwamba ni Qur'ani 3:45. Amepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Na yeye Yesu ndiye atakayekuja kuhukumu ulimwengu. Maneno ya Mwenyezi Mungu ndio hii. Maneno ya Mwenyezi Mungu ndio hii. Kumbukeni waliposema malaika, ewe Maryam,
Mwenyezi Mungu anakupa habari njema, kumzaa mtoto bila ya mume. Sasa hiyo kukumbukeni ati waliposema malaika ati Yesu ana mamlaka ya mbinguni na duniani. Hakuna Biblia. That is Bible. Nasikia? Bali kwa kutamkwa neno tu litokalo kwa la kukuambia zao kadhaa pasi na kuingiliwa. Jina lake ni Masihi Isa mwana wa Mariamu, mwenye heshima katika dunia na akhera. Tena anasema na yeye ndiye atakaye hukumu ulimwengu. Hiyo maneno iko wapi katika Qur'ani? Maneno aliyosoma kwa Kiarabu na maneno aliyotafsiri katika Kiswahili yanagongana. Kiarabu hii yake hii feki na maneno aliyotafsiri hapo. Kwanza irkalati lil malaika, ushabadilisha aya ya Qur'an. Ndio. Ina maana kuna mwanamke anawaambia malaika sasa. Na hapa Mwenyezi Mungu anasema nini? Qalat irqalatil malaika. Irqalat, kuna hii ta'u ta'nis. Ta'u ta'nis yazungumzia jinsia ya kike. Kwa hiyo malaika wanaongea na nani? Na Maryam. Wanaongea na mtu mwenye jinsia ya kike. Lakini yeye alivotia kalati lil malaika. Kwa hiyo kuna mwanamke anaamrisha malaika. Ashabadilisha, amekufuru. Na amesoma miaka 24 kwa namna hii. Huyu jamaa amesoma Kiarabu, amesoma hizo university zote miaka 24. Amesoma na Osama bin Laden. Saudi Arabia. Igihe nari ndi mu mwaka wa nyuma mu Bwarabu, nilikuwa ninasoma darasa moja na mtu mmoja anaitwa Osama bin Laden. Icyo gihe muri uwo mwaka wa nyuma umuntu twiganaga ni wa wundi Osama bin Laden. Yeye alinifundisha uchawi wa Kiarabu. Niwe washoboye kunyigisha uburozi. Kiarabu ndio hiyo. Sasa ulikuwa unaongea na Osama lugha gani? Ama ulikuwa unaongea kibububu amba. Kwa sababu huyu ni mbosa, ameshabadilisha. Kiarabu kwanza ashajigonga. Alafu inna Allah yubashiruki bikalimatin minhu ismuhu almasihun. Ukisema almasihun ushabadilisha. Hapa almasih. Almasih. Nalipata? Almasih Isa bin Maryam wajhan. Hapa sasa habari. Ndio. Hapa isema wajiha. Hii ni heshima. Mwenye heshima. Wajiha. Jiha. Hiyo heshima ndio ameichukulia ni mamlaka mbinguni na duniani. Kiarabu amekufuru, ameongea maneno mengine. Wajiha, mwenye uso. Mwenye uso duniani na akhera. Ndio ujue Kiarabu shefa ukivaa. Kwani kuna mtu ana uso? Anakufuru. Kwa hiyo maneno aliyosoma Kiarabu, yeye kwanza hiyo Qur'ani amesoma sio maneno ya Allah. Wajhan fi dunya wal akhirah, mwenye uso duniani. Hivi wafuasi wake wanasikiliza hii maneno, wanafuatilia wajue alivyo muongo huyu jamaa Hussein Mubarak. Maneno ya Allah ni wajihan fi dunya wal akhirati wa min al muqarrabin, mwenye heshima duniani. Alafu akatia maneno yake sasa ya pembeni ili afurahishe watu, sadaka inoge. Wa huwa ahkamul hakimina, yeye atakaye hukumu ulimwengu. Iko wapi shekhe? Umetoka hiyo maneno, umetoka kwa kitabu gani? Kwa sababu wajihan fi dunya wal akhirah wa min al muqarrabin. Alafu angalia alivyo muongo. Baada ya kusoma hiyo aya, akamwendea mkuu wa chuo cha Libya. Unaona sasa mdhiri wa chuo, mwalimu mzima wa chuo cha Libya. Nikauliza, kwa nini Qur'ani imeandikwa Yesu na Biblia hakuna Muhammad? Na Biblia yetu hajatajwa Muhammad. Sasa wapi imeandikwa Yesu katika Biblia Qur'ani? Yaani ile Isa yeye anasoma kitu ya swa. Yaani hii ni Kiyahudi, Kiebrania sio Kiarabu. Sasa kwa ufupi tutamsaidia katika hoja yake. Naam. Hoja yake ya kwanza amejenga katika kanisa kuwapotesha watu, kwa sababu sisi lengo ya kurekodi hii clip ni kumfundisha yeye, kwa sababu huyu hajui. Unajua kuna mtu hajui la yadri wala yadri annahu la yadri. Kuna mtu hajui na hajui kama hajui, ndio huyo. Sasa huyu ambaye kwamba hajui na hajui kama hajui, alimu, mfundisheni huyo. Naam. Huyu ni jahili. Naam. Huyu afundishwe. Naam. Sasa huyu labda Sheikh Yusuf tumfundishe. Hoja ya kuwa ati Yesu, kwa nini Yesu wao ako ndani ya nini? Ndani ya Qur'ani na Muhammad wetu haiko kwenye nuyu murongo. Kwa nini kwenye kitabu chetu cha Qur'ani ameandikwa Yesu? Ndamubaza ese ni kubera iki mu gitabo cyacu cya Qur'ani handitswemo Yesu? Na kwenye Biblia ya Wakristo Muhammad wetu hakuandikwa humo. Hanyuma muri Biblia y'Abakristo Muhammad wacu ko atanditswemo? Yule mkuu wa chuo akaniambia, hanyuma uwo mukuru w'ishuri arambwira ati, Yesu
ni mkuu wa wanadamu wote. Kwenye Biblia labda tuseme ni hoja yake ambayo kwamba alikuwa anajaribu kujenga dhaifu. Yesu kuwa ndani ya Qur'ani mara 24 ni kuonesha miujiza ya Qur'ani. Hii sio maneno ya nani? Ya Muhammad. Ingelikuwa ni maneno ya Muhammad angejikariri angejisifu na angetaja mama yake na baba yake na kizazi chao, lakini kwa sababu ni maneno ya Allah, kawaida ya mitume. Yesu mtoto wa Maryam alikuwa amemtabiri Muhammad, jina ya Muhammad Ahmad na Muhammad ndani ya Injili iliyo sahihi kabla hajaribiwa. Amemkariri Muhammad mara 86 katika Injili sahihi aliyoteremshwa na Allah Isa. Mara ngapi? Huyu mtoto wa Maryam hapa ndani kuna Biblia iliyopatikana Taki na wanajeshi watatu. Tutatoa ushahidi. Hiyo Biblia iko na jina Muhammad. Naam. Akasema kwa nini? Hapa Yesu mtoto wa Maryam ametajwa mara ngapi? Mara 24. Sawa? Jina Nabii Allah Isa Mwenyezi Mungu amemkariri. Lakini ukirudi kwa Musa mtoto wa Maryam amekaririwa mara ngapi? Mara 87. Jina Musa zaidi ya Yesu. Ina maana kwanza hii ilikuwa ni miujiza ya kuonesha mitume wanafagiriana. Yaani huyu mtume akiwa ameteremshwa hii wahi lazima ataje mitume wenzake, na vile Yesu pia katika Injili iliyo sahihi alitaja mitume. Na kabla tujafika katika hii mabaki ya ushahidi, tutaanza na tafsiri ya kwanza kabla hii Injili walipoharibu. Injili ya kwanza aliyopewa na Nabii Allah Isa, hii ya pili tafsiri ya kwanza walifuruga. Ambayo kwamba ni ya Aramaic, ilikuwa na jina Muhammad na Ahmad. Walipokuja wakatafsiri tena wakayatia katika Kigiriki na Kiebrania, bado jina Muhammad ikawa ndani. Kwa mfano sikizeni clip. In reading the English translation of Song of Songs 5:16, it finishes the description by saying, "He is altogether lovely, but what most people don't know is that the name of that man was given in the original Megillah." Here is verse 16, and how it is written in ancient Hebrew, before introducing the vowels, in the 8th century. From the Hebrew Bible, on scripturetext.com. Here is the word in question. This word is made of 4 letters. Mem, Het, Mem, Dalet. Now when reading the word as it is written in its original form, with no vowels, it can be read as Muhammad, which is the name of the Muslim prophet, or as Mamad with no A after the H. According to Ben Yehuda's Hebrew English Dictionary, it is correctly pronounced as Muhammad, not Mamad. Hiyo ni nyimbo iliyo bora 5:26. Naam. Hiyo ni utabiri 5:16 ni utabiri wa Nabii Allah Muhammad. Na ametajwa kabisa. Unapata pale kuna Muhammad baina Jerusalem. Hii ni jina ya Muhammad. Na hata katika haya mabaki ambayo kwamba yako hapa jina Muhammad yako. Labda tuvunje hiyo hoja, twende kwa hoja nyingine. Nyakati wa kwanza 1:16 ustadi. Na Yesu alikuwa na hii desturi ya kumtaja Nabii Muhammad kwa jina tena. Alikuwa amemtabiri. Ndio unaona kuna baadhi ya ushahidi hapa ndani ya Qur'ani pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametunukulia. Ukifunguanga hiyo 21:6 Qur'ani inasema 16. Hii ni maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala 61:6 Qur'ani. Mwenyezi Mungu anasema hii kabla hiyo. Na Bismillahirrahmanirrahim. Na wakumbushe aliposema Nabii Isa bin Maryam kuambia Mayahudi, enyi wana wa Israeli, mimi ni mtume wa Mwenyezi Mungu kwenu, nisadikishayo aliyokuwa kabla yangu katika Taurati, na kutoa habari njema ya mtume atakayekuja nyuma yangu, ambaye jina lake litakuwa Ahmad au Muhammad. Na maana ya majina hayo mawili yote ni moja. Maana yake ni mwenye kushukuriwa kwa maneno yake mazuri na vitendo vyake vizuri. Ahmad yani Mahmud. Naam. Naam.
inasema 1:16. Naam. Na Mualivadi. Naam. Na Musemali. Naam. Na Muhammadi. Na Muhammad. Maalbaki haya ujue hii ni chapa ya mwisho kabisa baada ya kufurugwa chapa ya mwisho hii bado jina Muhammad iko. Sasa muangalie jamaa. Naam ustaz. Anaendelea na sarakasi zake. Naam. Baada ya kudanganya waumini kwamba amesoma miaka 24. Naam. Akaruka sasa katika aya nyingine ya Qur'ani. Naam. Akasema alienda kwa mkuu wa chuo pale Libya. Akamuuliza, kwa nini nyinyi mnakataa Yesu ni Mungu? Na hali ya Qur'ani inasema kuwa Yesu ni Mungu. Yule mkuu wa chuo akamuuliza, umeipata wapi hiyo aya? Ina maana mkuu wa chuo hajaona hiyo. Naam. Akasema Qur'ani 3:49. Alisoma miujiza, alisoma vitu zingine ambazo sijui alizitoa wapi. Msikizeni. Msikize. Nago twigeze tubitandukanaho mu kubyumva hamwe n'uwo mukuru w'ishuri. Na baadaye nikamuuliza aya nyingine tena. Hanyuma nongera musobanuza undi murongo. Kwa sababu Wakristo wanasema Yesu ni Mungu. Kuko abakristo bavuga yuko Yesu ari Imana. Lakini sisi Waislamu hatumkubali kama Yesu ni Mungu. Hanyuma twebwe abayisilamu nitubyemere ko ari Imana. Lakini Qur'ani imesema uungu wa Yesu. Ariko Qur'ani yasobanuye neza ubumana bwa Yesu. Yule mkuu wa chuo akaniuliza aya hii umeiona wapi? Uwo mukuru w'ishuri arambaza ese uwo murongo wawara usomye hehe? Nikamwambia katika surati Al-Imrani, mubwira yuko na usomye mu murongo wa Al-Imrani aya ya 49. Murongo wa 49. Aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya, wa rasula ila bani Israila, Yesu aliwafikia wana wa Israeli. Yesu yagendereye abana ba Israeli. Alipowafikia aliwaambia hivi, abagendereye arababwira ati, ana akhluqu lakum, mimi ndiye niliyewaumbeni. Ni njyewe wabaremye. Alipowaambia mimi ndiye niliyewaumbeni, amaze kubabwira ngo ni njyewe wabaremye, wana wa Israeli walimfahamu kwamba huyu ni Mungu. Abana ba Israeli bahise basobanukirwa yuko ari Imana. Mkuu wa chuo nikamuuliza hivi, hanyuma uwo mukuru w'ishuri ndamubaza ati, mtu mwenye sifa ya uumbaji anaitwa nani? Hanyuma umuntu ufite ubushobozi bwo kurema ninde? Akasema muumbaji ni Mungu. Aravuga ati umuremyi ni Imana. Nikamuuliza, kwa hiyo Yesu kwa kuwa ni muumbaji ni Mungu? Hanyuma ndamubaza, kuba Yesu ari umuremyi ese yaba ari Imana? Akasema tunafahamu hilo, lakini hatuwezi kuambia watu wote kwamba Yesu ni Mungu. 3:49 hiyo. Sikia tafsiri ambayo alitoa kabla usome aya yenyewe. Anasema wakati ule Yesu alikuja kwa wana wa Israeli. Naam. Yesu aliwaambia wana wa Israeli, naam, mimi ndiye niliyewaubeni. Naam. Tafsiri ya Qur'ani 3:49. Mimi ndiye niliyewaubeni. Naam. Nikamuuliza yule mkubwa wa chuo cha Libya. Naam. Nani ambaye anauba? Nani mwenye uwezo wa kuuba? Akamwambia, mbona unanisumbua? Simekwambia ni Mungu. Naam. Unaona? Naam. Mungu ndiye mwenye uwezo wa kuuba. Naam. Kisha anaendelea katika tafsiri. Kwa sababu anayeuba ni Mungu. Akasema tunalifahamu hilo. Mwana yule mkubwa wa chuo akamwambia kama Yesu anaumba, atakuwa nani? Akamwambia ni Mungu, lakini hili hatuwezi kuwaambia Waislamu. Tunalifahamu lakini hatuwezi kuwaambia Waislamu, lazima tulifiche. Unaona? Alafu Yesu akawaambia tena Waisraeli, nilipowauba nikawapulizia pumzi ndani yenu. So anauba, aliwauba na akapulizia pumzi. Akamuuliza mkuu wa chuo, nani huyu mwenye uwezo wa kuuba na kupulizia pumzi? Huyo mkuu wa chuo akamwambia, nikwambia usinisumbue, huyo ni Mungu. Nikauliza mkuu wa chuo, naam, mtu anayeumba, naam, alafu akaweka uhai, naam, wa alichokiumba ni nani? Naam. Akasema nimekwambia usinisumbue, ni Mungu. Naam. Alikuwa yani hapa anaelezea kabisa ati 3:49
inazungumzia, na pia anafufua. Sasa hapa maneno aliyosoma Qur'ani yake yeye aliyotoa alisoma, sio maneno ya Allah. Akasema wa rasulan ila bani Israil ana akhliqu lakum ana astaghfirullah ana akhliqu lakum min at-tiri. Akasema min at-tiri, tena sio ndege hiyo tiri, tena Kiarabu sio ndege. Kashabadilisha maana. Ana akhliqu lakum min at-tiri ka hay'ati tayri fa anfukhu fihi fa akuna tayr. Hiyo ni haya. Sasa unajua nini? Kwanza ana hakuna hapa. Ni inni. Alafu akhliqu lakum. Sio tena kuumba. Kashajitukana. Wewe unajitukana jabali kwa Kiarabu. Waarabu mko wapi mwokoe lugha yenu? Wewe ukipatikana na Waarabu jabali. Miaka 20 ile usahau kasoma huyo. Alafu unakuja kutembea akhliqu. Unajua akhliqu. Unajitukana alafu hujui. Maneno ya Allah ndio hivi. Wa rasulan ila bani Israil. Naam. Anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum. Naam. Hiyo kwanza hiyo anni qad jitukum bi aya hakuna. Alafu min rabbikum hakuna. Naam. Kwa sababu angesoma tu anni qad jitukum wa rasulan ila bani Israil anni qad jitukum bi ayatin min rabbikum, ishavunja hoja. Tena Yesu hawezi kuwa Mungu. Hakuna. Naam. Aliona Mwenyezi Mungu nini? Na atamfanya mtume kwa wana wa Israeli kuambia nimekujieni na hoja kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu. Kwa Mola wenu. Hiyo angesoma Wakristo wangejua nini? Hiyo ndio maneno ya Allah. Amekuja na hoja kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi. Na ni mtume wa nani? Wa Mungu. Hiyo ndio maneno ambayo kwamba alikuwa anasomea. Alafu akasema nini? Ana akhliqu lakum. Hakuna kitu kama hiyo ndani ya Qur'ani. Ile iko ndani ya Qur'ani ni anni akhluqu lakum min at-tayr. Akhliqu lakum ni kuwafungieni nyinyi. Sasa yeye anawaambia nini? Mimi nimekufungieni. Yesu tena sio kuumba. Ashabadilisha. Aghliq. Yani aghliq lakum. Mimi nimewafungieni nyinyi. Maana yeye unaambiwa Kristo Yesu alifunga sio kuumba. Ndio hiyo Kiarabu inakupiga chenga. Huyo msomi ameenda Libya, Tehran Kwa ndoto. Huyu alikuwa alisoma na Saddam Hussein Kwa ndoto. akapewa sheti pakiwa na yule jini mkubwa akbar min al-mashriq min al-afrikia wal arabia. Kwa ndoto. Tena yule jini ameketishwa katikati ya Ayatullah Khomeini na Saddam Hussein. Wacha sarakasi Mubarak bana. Wacha hizo mambo zako bana. Ulikuwa wapi na Saddam Hussein wewe? Sasa pahala ilikuwa inamsumbua shehe. Ndio. Labda nitasoma alafu tamsaidia tu kwa tafsiri. Nani? Ya kwamba kwanza ana akhliqu lakum, hakuna ndani ya Qur'ani. Hiyo ni maneno yako na ni maneno ambayo kwamba umetunga wewe mwenyewe. Tafsiri inasema hivi, ya kwamba nakuumbieni katika udongo kama sura ya ndege, kahaiati tayri, kama sura ya ndege, fa anfuqu fihi fayakuna tayran biidhnillah, na mpuliza kisha anakuwa ndege biidhnillah. Hiyo biidhnillah ametoa. Alafu akamwambia Yesu anaomba. Yesu anaomba mfano kahaiati tayri. Simu hii ni kama ya Yusuf, ina maana kwa mfano sasa hivi hapa Kenya kuna simu tunasemaga simu za China. Unasikia mimi sitaki simu ya China. Simu ya China ni duplicate. Inakuja Samsung original. Ikiingia original tu hivi Mchina achatoa duplicate yake. Ameangalilia ile ya yule. Sasa hivyo ndivyo Yesu mwenyewe katika uumbaji wake na utengenezaji wake wa ndege aliangalilia ya Mungu. Alichukua kwanza, kulikuwa tayari Mungu ashaumba ndege. Ndege iko. Akaangalia ya Mungu akategeza. Sasa mimi kile swali tungependa tujue kwa Mubarak. Kabla Yesu atengeneze ndege, ina maana kulikuwa hakuna? Ilikuwa ndege nyingi tu. Hiyo ndio anafaliwa tueleze. Alafu akimpuliza ule ndege ya kuli ndege kwa mpaka kwa idhini nani? Ya Mwenyezi. Fa anfuqu fihi fayakuna tayran biidhnillah. Kwa hiyo hata hapa angelisoma maneno ya Allah tu direct vizuri, ungekuwa hakuna hoja. Haja yake si kusoma. Haja yake ni kuwatapeli wale wa Kristo pale kanisani Burundi na Tanzania. So akisoma vile ilivyo Qur'ani, watajua kweli atatoa wapi sadaka. Alafu mjanja
hiyo maneno unatia ndani ya Qur'ani, sijui ana khaliqu lakum, umejifungia na nyumba, wa huwa ahkamul hakimi. Hiki viarabu vyako na alafu ni viarabu vya peni mbili jamani. Anasema alikuwa na uwezo wa kuponya wenye baraka. Hiyo ni kweli. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na vipofu. Kweli alifufua vipofu Nabii Isa, but kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kisha alafu kisha hapa ameharibu kidogo tu. Hiyo tafsiri umesoma. Unajua Kiarabu alisoma nini? Naam. Akasema wa ubrihu akbar. Inna lillahi. Wewe unajitukana. Wa ubrihu akbar. Yani kitu kibaya kabisa. Na hii inasema nini? Wa ubrihu akmaha. Wal abrasa. Sisi ndio yule hajawahi kupita madrasa kabisa. Hajawahi kanyanga. Na hizo ndoto zake alikuwa na waota kila Saddam na Khomeini. Sijui hata afadhali unajua hata ukimwota mtu kwa ndoto kidogo ile Kiarabu. Sijui wakati huo akiapishwa na huyu Akbar min al-Jinn. Sijui alikuwa anaongea nani Osama alikuwa wapi na walikuwa darasa moja. Alafu sawa. Hajaeleza. Wewe hujaeleza mlifika wapi na Osama? Angalia. Osama. Naam. Wa Marekani wanamtafuta Sheikh, walikuwa wanamtafuta. Sasa wewe ulipata nafasi ya kusoma. Unajua walikuwa na safari. Wanapuluka pamoja na Osama. Na dakika 3 wanaingia Tanzania. CNN yamtafuta Osama. Al Jazeera walikuwa kila siku wanaangazia Osama yuko wapi. Wewe ulikuwa unasoma naye wapi? Kwa hiyo ustadhi, hii maneno ambayo kwamba tunakuja kumzungumza huyu mtu ni kadhabul ashir. Ni muongo, amepitiliza kabisa. Na nafikiri ameharibu maneno ya Allah, akasema wa ubrihul akbaha. Hakuna kitu kama hiyo, sio maneno ya Allah. Maneno ya Allah ni wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhil mauta biidhnillah. Naam ustadhi. Akasema pia na kufufua waliokufa na kuwapa uzima tena. Tena kaweka kwamba yani anafufua waliokufa, sio baadhi. Sio miujiza akapewa baadhi ya miujiza ya kufufua baadhi tu ya waliokufa. Ilikuwa ni desturi yake kufufua waliokufa na kuwapa uhai. Akaenda kwa mkuu wa chuo. Akamuuliza, haya mambo Muhammad wetu anaweza? Akasema wa ubri'u al-akbahu wal absar. Yesu alikuwa na uwezo wa kuwaponya watu vibarango na kuwaponya watu upofu wa macho. Yesu yari afite ubushobozi bwo kukiza abantu ibibembe ndetse agahumura n'impumyi. Aya inaendelea kusema wa uhya al-mauta. Yesu ana uwezo wa kufufua waliokufa, waliozikwa kabisa. Akiwafufua anawawekea uzima tena. Hanyuma dukomeje muri uwo murongo haravuga ngo Yesu afite n'ubushobozi bwo kuzura ba bantu bapfuye bagahambwa, akongera akabazamura, akongera akabaha ubuzima. Nikamuuliza mkuu wangu wa chuo, hanyuma nongera mbaza uwo mukuru wanje w'ishuri, haya mambo Muhammadi wetu anaweza kuyafanya? Ese uwo Muhammadi wacu yababasha gukora ibi ngibi? Akasema hapana, ni Yesu tu peke yake kwa kuwa ni Mungu. Kuyafanya. Akasema mkuu wa chuo akasema hapana, Yesu tu peke yake kwa kuwa yeye ndiye Mungu, ndiye ana uwezo wa kufanya hayo. Hivi Ustadhi Yahya, ki usomi wowote Yesu anaweza kuwa Mungu? Qur'ani, Biblia na vitabu vyote kuna uwezekano Yesu awe Mungu. Yeye mwenyewe anakataa kuwa sio Mungu. Naam. Na hata katika Biblia pia anakataa Yesu sio Mungu. Naam. Lakini hoja yake aliyojenga huyu jamaa ni kwamba Yesu alikuwa anafufua wafu. Kwa uwezo wa nani? Na anaumba pia. Ndio. Kwanza masala na kuumba, kila mtume alipewa miujiza. Ibrahim pia alimuuliza Allah, ya Rabbi, nataka kujua vile unawafufua waja. Mwenyezi Mungu akamwambia chukua ndege wanne. Ndio. Kisha wachinje. Alafu utafuta milima 4. Alafu wale ndege ukiwachinja wachanganye. Kwanza hawa ndege kabla hujawachinja nyama uchanganye. Yaani wajue kila siku waangalie, wahifadhi. Jua huyu ni fulani, huyu ni fulani, huyu ni fulani. Baada wewe wamekuzoea, kisha wachinje. Katakata nyama yao, changanya. Kisha uende ukaeke baadhi ya nyama kwa hii mlima, hii jabali. Kisha waite kwa jina. Naam. Watakukujia. Hapo Mwenyezi Mungu anamuonesha Nabii Ibrahim uwezo wake yeye Mwenyezi Mungu. Si alimwambia arini kaifa uhil mauta. Naam. Aiwa. Mpaka Mungu anamuuliza, "Awalam tu'min?"
Akamwambia qala bala walakin liyatma'inna qalbi, nataka nafsi yangu itulie, imani yangu iwe. Kwa hiyo mitume walikuwa wanafanya haya mambo. Huyu alifundishwa namna ya kufufua. Huyu pia Mwenyezi Mungu akamuonesha namna ya kufanya nini? Ya kuumba. Lakini ni kahaiati, kwa mfano wa ndege. Haya Musa aliambiwa apige nini? Bahari. Kwa hiyo miujiza mitume walifanya, lakini Yesu kwa mjibu wa Qur'ani sio Mwenyezi Mungu. Na pia kuna maneno aliwakemea watu. Ukisoma anashasema washakufuru wale wanaosema yaiwa inna Allaha masihu Isa. Hayo wacha tuisome hiyo aya 572 Qur'ani. La Qur'ani inadai kwamba Yesu ni Mungu. Inasema hivi, soma wapi lakini? Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha huwa al-masih ibn Maryam. Naam. وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. Tafsiri inasema bila shaka wamekufuru wale waliosema Mwenyezi Mungu ni Masihi Isa bin Maryam. Na hali ya kuwa Masihi alisema, enyi wana wa Israeli, muabuduni Mwenyezi Mungu Mola wangu na Mola wenu, kwani anayemshirikisha Mwenyezi Mungu hakika Mwenyezi Mungu atamharamishia pepo na mahala pake patakuwa ni motoni. Naam. So kumaanisha Mubarak Olede amebashiriwa na hii Qur'ani ambayo anaisoma imembashiria moto. Sasa upande wa Biblia ustadi, hata tusitoe andiko. Naam. Kuna dhehebu imetokea ya Yahweh. Wanafundisha ndani ya kanisa. Wewe umekwenda kuweka zogo huko. Naam. Sasa sikiza wenzako, sikiliza huyo mama huyo. Kwamba Yesu si Mungu. Amen. Tutaangalia jinsi ambavyo tunasema kwamba Yesu si Mungu. Yesu ni mwanadamu. Amen. Na Yesu wa kuabudiwa ama wa kupewa utukufu. Basi kichwa chetu cha neno la leo ni kusema kwamba Yesu si Mungu. Amen. Tutaangalia jinsi ambavyo tunasema kwamba Yesu si Mungu. Yesu ni mwanadamu. Amen. Na Yesu wa kuabudiwa ama wa kupewa utukufu wote. Ila ukawia tutaangalia katika kitabu cha Marko sura 10:18. Karibu msomaji. Na kusoma kitabu cha Marko sura 10:18. Tasoma kwa jina la Yahweh. Nasema, Yesu akamwambia, kwa nini kuniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ndiye Mungu. Amen. Amen. Yahweh apewe sifa. Amen. Amen. Wanatusomea vizuri sana maandiko matakatifu, nasema kwamba Yesu walikuwa wakimwita mwema. Lakini kwa sababu ni mwanadamu akasema kwamba hakuna aliye mwema, ni Mungu tu. Amen. Anazungumzia Yesu si Mungu. Kidogo msikize huyo wa pili. Katika wewe Mkristo lazima ujue kama ukiabudu Yesu, yani wewe uko na hukumu wa kungojea. Amena. Unaona, na Yesu atakukataa mbele ya babake kwa sababu ya nini? Umemwabudu Yesu. Amen. Yawa sifiwe. Amen. Sasa ni Mungu pekee yake ndio anabudiwa. Jameni ndugu wapendwa, kwa sababu tena hata ridhika mama akakemea kuwa Yesu hawezi kuwa Mungu. Na jamani tusidanganywe, msikize. Pia anasema mafundisho sio yake. Watu ambao wanasema kwamba Yesu ni Mungu, mjue kwamba mafundisho ambayo Yesu alikuwa akifundisha ameyasema mwenyewe hayakuwa yake. Yalikuwa ni ya Mungu Yahweh ambaye Mungu alimtuma Yesu hapa chini ya jua. Amen. Amen. Inatubidi tutafakari neno linasema nini. Sio kukaa tu makanisani tunasikiliza kituhubiria vya ukweli vya uongo tunakubali tu. Lakini hata kama tunafundisha, twende nyumbani tukague yale mahubiri ambayo ametufundisha ni ya kweli ama ni ya uongo. Amen. Tunapochukua hiyo hatua ndipo tutajua kweli wanahubiri ukweli. Amen. Hii itakuwa imemtosha. Naam. Wenzako kanisani wanafundisha Yesu sio Mungu. Wewe umepeleka njia kanisani na viarabu vya peni mbili na umeota na Osama na Khomeini na Saddam na Muhammad Gaddafi. Na Muhammad Gaddafi. Subhanallah. Kwanza kuna viongozi hapo umewachanganya, walikuwa hata waelewani. Umewakutanisha lini? Sasa Ayatullah Khomeini na Saddam walikuwa wanapatana. Wapi na wapi? Twende kwa hoja. Angalia sasa hoja nyingine akaharibu maneno. Qur'ani 2:9. 2:9. Hii kwanza ameporoka kabisa. Allah anasema nini? Alafu jua ni ustadi. Aliponukuu aya sio yeye amenukuu. Ni Allah alitaka yeye anukuu ndani ya kanisa. Hii amejidhihirisha yeye ni nani? Yasema Bismillahirrahmanirrahim. Hebu soma ya Kiarabu hiyo. Hata sio 9. Ni nani? Sio 9 kabisa.
amenukuu aya kwamba inasema ni aya 10. Nyoyoni mwao mna maradhi. Fi qulubihim marad. Hebu kwanza kabla usome, hebu msikizeni anaisoma vipi hiyo 2:9. Msikize. Katika Qur'ani kuna katika surati Al-Baqara, surat ni gice cha Al-Baqara, aya ya 9 umurongo wa 9. Aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya: fi qulubihim marada. Mungu nilikuwa na muabudu zamani Mungu ndani ya Uislamu, Imana naramyaga kera mu idini ya Islamu, akiwatizama waumini wake, yakwitegereza abamwizera, na waumini hao ni Waislamu, kandi abo bamwizera b'Abayisilamu. Qur'an inasema fazadahumullah marada. Anapowatizama akikuta wana magonjwa hao waumini wake, hanyuma yabitegereza agasanga barwaye bafite uburwayi, yeye anawazidishia magonjwa juu ya magonjwa wengine. Ugasanga hejuru y'uburwayi abongere ubundi burwayi. Fazadahumullah marada, akiwatizama akiwakuta wana magonjwa, yakongera kubitegereza agasanga bararwaye, anachukua magonjwa mengine anawaongezea juu ya magonjwa yale, akazana izindi ndwara akabongerera hejuru izo ndwara bafite. Nikamuuliza mkuu wangu wa chuo, hanyuma nongera kusobanuza uwo mukuru w'ishuri, hivi huyu Mungu asiyetuponya ni Mungu kweli? Ese noneho iyi Mana itabasha kudukiza, ese yaba ari Imana koko? Yule mkuu wa chuo akasema, sasa wewe, uwo mukuru w'ishuri arambwira, noneho wowe unataka kunichokoza? Haya, soma. Jamani, unavunja Qur'ani wewe na ulisoma na Osama. Ulikuwa unaongea na Osama lugha ya Kiswahili. Bismillahirrahmanirrahim. Inasema nyoyoni mwao mna maradhi. Napenda usome Kiarabu tu. Sasa ni hivi, fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Tulia sasa. Ustadhi Yahya alisoma kwanza akafika hapo kwanza. Alipofika hapo akajenga hoja akaleta tafsiri yake. Sasa sikiliza vituko na zile kazi. Anasema kwamba kuna waumini wa Kiisraeli, yani Wayahudi, walienda kuhubiri. Naam. Sio hiyo. Hii anasema kwamba kuna waumini wa Allah. Hii ni pumba yake. Waumini wa Allah ambao ni Waislamu. Naam. Wanapo Mungu huyu Allah, Mungu wa Waislamu, anapowatizama, sinajua kama wewe muumini wa Kiislamu, Allah akikutazama, kama mimi kidogo nahitaji dua zenu Waislamu, hali ya afya kidogo si mzuri vile, Allah akupe shifa. Amin, amin, amin. Naam. Sasa huyu Allah anapokaa akatizama waumini wake, akaona kwamba wako na maradhi ama wako na magonjwa, sio maradhi kama unayosoma pale, tena ni waumini, na aya unajua sababu yake, sababu huyu Allah akiona waumini wake akaona wako na maradhi, yeye Allah huenda akachukua maradhi yengine akawaletea, akawazidishia maradhi. Sasa Mungu gani? Badala Mungu ambaye haponya anaongezea watu maradhi. Msikizeni alivyozungumza pumba. Katika Qur'ani kuna katika surati Al-Baqara, surat ni gice cha Al-Baqara, aya ya 9 umurongo wa 9. Aya hii inasema hivi, uwo murongo uravuga gutya: fi qulubihim marada. Mungu nilikuwa na muabudu zamani Mungu ndani ya Uislamu, Imana naramyaga kera mu idini ya Islamu, akiwatizama waumini wake, yakwitegereza abamwizera, na waumini hao ni Waislamu, kandi abo bamwizera b'Abayisilamu. Qur'an inasema fazadahumullah marada. Anapowatizama akikuta wana magonjwa hao waumini wake, hanyuma yabitegereza agasanga barwaye bafite uburwayi, yeye anawazidishia magonjwa juu ya magonjwa wengine. Na walishangilia Wakristo sana ati Mungu wa Waislamu huwazidishia waumini maradhi. Sasa twende kwa tafsiri halisi na maana ya haya.
Aya 8. Kwanza hii aya inamzungumzia mtu kama wewe. Mtu ambaye kwamba anaenda kwa Waislamu, akienda kwa Waislamu anasema ni Uislamu, akienda kwa kanisani anasema ni kafiri. Hii aya inazungumzia, ukianza aya ya 8 inazungumzia munafiqun. Munafiqun, wale wanafiki. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil akhir wa bil yawmil akhir wa ma hum bil mu'minin. Yukhadi'una Allaha wal ladhina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Fi qulubihim marad fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adhabun alimun bima kanu yakdhibun. Aya ya 8 inasema, na katika watu wako wanafiki wanaosema tumemwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho, na hali ya kuwa si wenye kuamini. Wanatafuta kumdanganya Mwenyezi Mungu na wale walioamini, lakini hawadanganyi ila nafsi zao na hawatambui. Unalipata? Sasa kama huyu sasa, huyu anaona ni kama anawakomoa Waislamu. Naam. Kumbe anakomoa nafsi yake mwenyewe tu. Naam. Hawa wanafiki ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewazungumza katika aya ya 9, ndio Mwenyezi Mungu anasema nini? Nyoyoni mwao mna maradhi, na Mwenyezi Mungu amewazidishia maradhi, kwa kuwa kila siku yalikuwa yanaongezeka mambo mengine ya Kiislamu ya kuamini na kufanya na ya kawaida, basi watakuwa na adhabu iumizayo kwa sababu ya kule kusema kwao uongo. Na hawa ni wanafiki, kwa sababu hata ukiteremka katika aya ya 13 Mwenyezi Mungu anasema, idha qila lahum aminu kama amana an-nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum humus sufaha walakin hawa ni wanafiki. Wakiambiwa aminini kama walivyoamini watu, kama huyu akiambiwa amini, utaamini kama walivyoamini wale wajinga Waislamu. Ndio. Kwa hiyo hii aya ameipindisha na sio waumini hawa, sio waumini wenye baraza. Sasa alipotoa hoja ustadi, kuna zogo aliweka. Naam. Akasema Mwenyezi Mungu wa Waislamu, yani Mwenyezi Mungu Allah anatuongezea maradhi na sio wa kuponya. Alafu akasoma, alienda kwa mkubwa wa chuo akamuuliza Mungu, hivi Mungu asiyeponya ni Mungu? Mkuu wa chuo huyu sasa hata nashangaa, mkuu wa chuo ipi huyu? Ati mkuu wa chuo cha Libya. Alafu uketaja chuo chenyewe kaitwaje huko Libya? Mbona chuo tu? Hakuna chuo, ni ndoto. Huyo mkuu wa chuo akamwambia nini? Sasa unataka kunichokoza. Hutaweza kuendelea kwa kuwa umeanza kuelewa mabaya ya Mungu wetu. Ya Mungu wetu. Yaani mkuu wa chuo unataka usikize? Ati unataka kunichokoza kwa kuwa sasa wewe hutaweza kuendelea na Uislamu kwa sababu umeanza kuelewa mabaya ya Mungu wetu. Yaani mabaya ya Allah subhanallah wa anatullah alayhi iwe juu yako. Alafu akasema hivi, akasoma aya kuna ndani ya Qur'ani, hata Jibril hajateremsha. Akasema hivi, unajua Mwenyezi Mungu anasema asharu bishari ni gani? Asharu bishari haya gani wewe? Kuanzia Bakara mpaka Birabinasi, hapa Birabinasi mpaka Fatiha. Iko wapi asharu bishari? Ati unajua Mungu anasema nini? Ubaya, uovu kwa uovu. Maana hata mimi nikaambiwa nini? Kanisa likamwambia sikio kwa sikio. Sasa sijui ashari bishari inakujaje wewe aludhni biludhni. Sijui inaingiliana. Anasema ni ashari bishari. Kwa hiyo aya ya Qur'ani alijenga hoja yake kuwa Mwenyezi Mungu haponi, na hii ashari bishari. Aya ziko ndani ya Qur'ani. Mwenyezi Mungu hajatufunza tujibu ubaya kwa ubaya. Hapana, hakuna ubaya kwa ubaya. Kuna hii ndani ya Qur'ani. Ukisoma katika sura ya 55 Ustadhi Yusuf, Suratul Rahman aya 60. Allah anasema aljazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Hii ndio iko, sio ubaya kwa ubaya. Ukifanywa wema, Mwenyezi Mungu anatuamrisha sisi tujibu kwa wema. Na kama mtu atakufanyia ihsani, mfanyie ihsani na wewe. 55 60 inasema hivi. Inasema hakuna malipo ya ihsan ila kulipa ihsan. Hakuna malipo ya ihsani ila kulipa ihsani. Na aya ya pili katika sura ya 41 aya 34. Mwenyezi Mungu bado anasema ni idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adawa kaannahu waliyyun hamid. Mungu anasema nini? Tukifanywa uovu hata tukikosewa tujibu kwa uzuri. 41 sura ya 41 aya 34. 41:34. Aiwa. Unajua hapa tumepata kitumbuiza kwa kidogo mtihani. Mungu abariki ambaye ametunywesha amnyweshe mpaka yaumul kiyama Ustadh Saidi. Mungu amjalie dumu na mke mmoja inshallah.
Asiengeze jamani. Lakini Saidi anafaa kuwa na wawili watatu au wanne tu. Ndio Uislamu. Asije kaengeza jamani. Muhimu. Tunaona atoa kitabu tu apunguze kitabu apate vingine. Kwa hiyo hii ndio maneno ya Allah, jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Ya pili, idfa billati hiya ahsan fa idha alladhi bainaka wa bainahu adu kaannahu waliyyun hamid. Hakuna asharu bi sharri. Aya yako umetoa wapi Ustadhi Yahya? Naam. Angalia katika radi ile katika sarakasi yake. Alafu mjaja anajua pale kanisani kuna watu wengine wajaja wanafuatilia aya. Sijui kama umegundua kama aya ni ya 9 yeye anasoma ya 7. Ndio ama anasema ya 8. Ndio apologe watu akili wasijue. Sasa msikize alipotoa tafsiri ya yani aliposoma Kiarabu na tafsiri ya Suratul Imran ambayo alifanya ni aya ya 56, but katika Qur'ani ya Allah ni aya ya 55. Tafsiri aliyoisoma katika Suratul Imran aya ya 56 ambayo Ustadhi Yahya utaisoma ni aya ya 55. Anachanganya waumini kanisani. Hebu msikize. Ustadhi Yahya, sijui kama umemsikiza. Hebu soma 3:55 Kiarabu, alafu tusome tafsiri yake hapa, tafsiri ya huyu Multad, na tusome tafsiri ya Allah. Tusome zogo yake namna alivyosoma. Pumba. Ule akili yake naona huyu yake iliruka mbele ya Elias. Kabla ya nabii Elias kupotea akili, huyu ndiye alikuwa amepotea akili. Inasema nini? Idh qala Allah ya Yasu inni mutawaffika. Mtoa wapi wewe jamani? Yasu iko wapi hapo? Iko wapi katika ya Mungu? Ya Yasu. Kwani huyu ni dhehebu ya Gerson nini? Asipoongeza unajua ile Baruch ata Yahwe Eloheno. Gerson kidogo anaongea ukweli. Huyu ni kadhabu la ashri wallahi, kadhabu la. Wewe mpaka uongeze ndio wafurahishe watu. Naam. Ina maana mbegu haipandi kabisa mpaka uongeze pumba yako ndani ya Qur'an. Ya Yasu iko wapi hapo? Allah asema hivi, maneno sahihi ya Mwenyezi Mungu. Qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka min alladhina kafaru wa ja'ilu alladhina tabauka fawqa. Iyo za kurinda abatizera fawqa alladhina kafaru, kuliko makafiri wasioamini kufa kwako na kufufuka kwako. Na bali abatizera gupfa kwawe no kuzuka kwawe. Nikamuuliza, sasa Qur'ani imesema hivi, no ndongira ndamubaza, ese ko Qur'ani ivuga gutya? Wasioamini kufa kwa Yesu na kufufuka kwake, abatizera ugupfa kumwami Yesu ndetse no kuzuka kwe, hao ndio wanaitwa makafiri. Abo ngabo nibo bitwa abatizera. Sasa nikamuuliza kwamba, hanyuma ndongera ndamubaza ati, Wakristo wanaamini kufa na kufufuka kwa Yesu. Abakristo bizera gupfa no kuzuka kwa Yesu. Na sisi hatuamini kufa na kufufuka kwa Yesu. Kandi twebwe nago twizera gupfa no kuzuka kwa Yesu. Sasa makafiri ni Wakristo au ni sisi Waislamu? None se abakafiri cyangwa se abatizera baba ari twebwe Abayisilamu cyangwa baba ari Abakristo? Mkuu wa chuo akaniambia, kwa kweli kwa aya hii sisi ndio makafiri. Umukuru w'ishuri aransubiza ati, mu by'ukuri bijyanye n'uyu murongo ni twebwe abatizera. Kafiri ni mpagani. Umuntu utizera ni umupagani. Kwa hiyo kwa jibu sahihi ya Qur'ani, bijyanye n'iki gisubizo dusomye muri uyu murongo, nikaamini kwamba wapagani ni sisi Waislamu. Mitanizera yuko abapagani ari twebwe b'Abayisilamu. Maliza. Yasema hivi, waja'ilu alladhina tabauka fawqa alladhina kafaru ila yawm alqiyamah thumma ilayya marji'ukum fa ahkum bainakum fima kuntum fihi takhtalifun. Anasema kumbuka maneno haya Mwenyezi Mungu alipomwambia Isa ama Yashua, mimi nitatoa ruhusa. Ndio tafsiri sasa. Mimi nitatoa ruhusa ufe msalabani na ukifa nitakufufua. Utakuja kwangu, nitakuepusha na makafiri ambao hawaamini kufa kwako
wala kufufuka kwako. Pale akatia ukafiri katika aya na akafanya Waislamu kuwa makafiri. Nitakutia wapi? Mimi nitakutia nitakufanya usulubiwe msalabani. Kisha na nitakuepusha baada ya kusulubiwa, ukifa nitakufufua, utakuja kwangu. Nitakuepusha na makafiri ambao hawaamini kufa kwako wala kufufuka kwako. Akaenda kwa mkuu wa chuo. Iko wapi hiyo maneno? Akauliza mkuu wa chuo, kati ya Wakristo na Waislamu kila nani hawaamini kifo cha Yesu? Mkuu wa chuo akasema ni sisi Waislamu. So sisi Waislamu kwa mujibu wa Qur'ani sisi ndio makafiri. Na huyu mkuu wa chuo ndio ule alikuwa akisema usinisumbue bana. Ati usinisumbue, ushajua uovu ya Mungu wetu. Sasa hapa kabashiria Waislamu kafiri. Kabla utafsiri aya. Naam. Mimi ningependa tu nipate nafasi ya kutoa Waislamu kwa ukafiri. Inshallah. Kwa sababu kaita Waislamu makafiri. Inshallah. Allah anasema nini? 64 Qur'ani. 64 Qur'ani. Subhanallah. Yaani wewe ulikuwa Muislamu gani wa namna gani? Naam. Wewe mpaka Qur'ani hujui kusoma na ulikuwa na kila Sadamu unaongea nao lugha. Ulikuwa unaongea Kiswahili. Imagine Muhammad Gaddafi. Na hawajui Kiswahili. Hata wengine kimombo kabisa ipande. Bismillahirrahmanirrahim. Naam. Walladhi khalaqakum faminkum kafir wa minkum mu'min wallahu bima ta'maluna basir. Ndio. Aya 64 aya pili inasema hivi, 64 inasema yeye ndiye aliyekuumbeni. Yeye Mwenyezi Mungu ndiye ametuumba sisi nyote. Na kuna wengine wenu ni makafiri, kuna wengine wetu ni makafiri, na kuna wengine wenu ni nini? Ni Waislamu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu katika maumbile ameweka kategori mbili. Waislamu na makafiri. Uchague moja. Kama hauko huko uko huko. So makundi ni magapi? Mawili tu. Wacha hivi, mimi Mkristo, sisi mimi Yahudi. Sahi hakuna hiyo. Hakuna manasala. So wewe unakuwa wewe ni kafiri ama ni Muislamu. So ikiwa wewe si Muislamu unakuwa nani? Kafiri. Kwa hivyo huyu kwa puba yake Mubarak ndiye kafiri kwa sababu sio nani? Sio Muislamu. Sasa naomba utupe tafsiri halisi ya hii aya aliyosigizia na akaleta tafsiri ati Mungu anasema mimi nitatoa ruhusa ufe msalabani na ukifa nitakufufua, utakuja kwangu, nitakuepusha na makafiri. Tafsiri Bismillahirrahmanirrahim. Inasema akumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema ewe Isa, ndio mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Hawatakuua hao maadui. Na nitakuleta kwangu na nitakutakasa na wale waliokufuru hawataweza kukudhuru, na nitawaweka wale waliokufuru na nitawaweka wale waliokufuata juu ya wale waliokufuru mpaka siku ya kiyama. Naam. Ndio aya Qur'ani inavyosema. Ndio. Kwa hiyo hapa maneno ya Mwenyezi Mungu kwanza yeye katia huyu hajajenga hoja juu ya neno mutawafika, hapana. Vile wenzake huo wanajenga. Huyu kasema ati mimi nitakusulubisha. Alafu utakufa, utafufuka. Kwa hiyo huyu kaleta Qur'ani yake mpya ndani ya maneno ya Allah. Na kwa sababu pale kanisani watu hawaandiki, wanapohubiriwa unatakana uko tu uandike. Andika ukaangalia maneno haya. Kwa hiyo watu hawafuatilii pale kanisani. Akaharibu na akamsigizia Mwenyezi Mungu uongo na akaongea puba hapo juu. Sasa Waislamu Waislamu wa Yahudi hao. Waislamu wa Yahudi hiyo ameifanya ni aya 55 na 56. Wayahudi walioamini Uislamu walikwenda mjini kuhubiri dini ya Kiislamu, lakini wakatumia uongo katika kuhubiri Uislamu. Waliporudi kwa Mungu wao ambaye ni Allah, akamwambia sisi tulienda mjini tukahubiri Uislamu lakini tukatumia uongo. Msikizeni. Undi murongo nasobanukiwe katika surati Al-Imran hiyo muri uwo murongo twakomeje gusomaho aya ya 55 mu murongo wa 55 inasema hivi, haravuga ati wa makara Allahu wallahu khairu almakiruna. Wayahudi walioamini Uislamu, Abayahudi bizeye Uislamu, walikwenda kuhubiri Uislamu mjini, bagiye kubwiriza Uislamu mu muji, lakini wakauhubiri kwa uongo, ariko babwigisha mu kinyoma.
walipohubiri uongo watu waliamini uongo wao. bamaze kwigisha icyo kinyoma abantu bizera icyo kinyoma cyabo. Kwa hiyo walirudi huku walikotoka kwa Mungu wao. Hanyuma bagaruka bava ku iyo Mana yabo. Wakamwambia Mungu. Barongera babwira Imana, ese Mana, huko tulikokuwa tumehubiri watu waamini Uislamu lakini kwa uongo. Iyo ngiyo twagiye kubwiriza, twabwirije Islamu ariko y'ikinyoma kandi abantu barabyizeye. Wewe Mungu wetu unasemaje? Ese wewe Mana yacu urabivugaho iki? Akasema hivi. Hanyuma arasubiza ati, wallahu khairu almakiruna, mimi ndiye baba wa watu wasemao uongo. Hanyuma arasubiza ati, ni njyewe data w'abantu bavuga ibinyoma. Sasa nikamuuliza mkuu wangu wa chuo. Hanyuma mbaza uwo mkuru w'ishuri. Sasa huyu Mungu anayesimamia uongo ndiye mkubwa wa uongo. Sasa iyi Mana ihagarariye ikinyoma niyo mukuru w'ikinyoma. Na sisi tukiwa waongo kama Mungu wetu ni sawa? Hanyuma natwe tukaba abantu bavuga ikinyoma nk'Imana yacu, ese byaba ari byo? Mkuu wa chuo akasema lazima tuwe waongo sababu Mungu wetu ni mwongo. Walipomwambia Allah akawaambia wallahu khairu makirun, mimi Mungu ndiye baba wa uongo. Ndiye baba wa uongo. Akafanya Allah kuwa ni baba wa uongo. Hiyo kwanza kisheria ya Kiislamu. Alafu wewe ile aya amesoma kwanza ni gani ile? Wa makara wa makuru. Makuru hajui kwa wazizi halali wala haramu. Makuru bana ni unajua kuna haram, kuna mubah, kuna makruh. Yasema nini? Wa makara Allah wallahu khairul makirin. Inasema nini? Na Mayahudi walifanya hila ya kwenda kumnasa Allah Isa na kumuua. Na Mwenyezi Mungu akazipindua hila zao. Na Mwenyezi Mungu ndio mbora wa kupindua hila za watu waovu. Unapata? Hii ndio maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini ametia haya maneno. Wala huyu mtu kumwanika, kwanza tunaanika ujinga wake. Huyu ni mtu kabisa hajasoma, hana maarifa wala elimu. Hata hii dokta kwanza sijui inawekwa hapa kwa nini. Wale kule mbona mnakuwa hivyo jamani? Mtu yote atakayekuja kutoa ushuhuda. Hata haya Kiarabu hamjui. Haya maandiko ambayo kwamba anasoma simuandike mkaangalie. Anaongea kabisa na anaongopea watu kanisani live kabisa na watu wanapiga makofi wanamshangilia. Hoja yake nyingine ustadi. Labda tusome ushuhuda wake sasa. Sasa hapa subhanallah, na Waarabu wote wanaosikiza kutoka Omani jamani, mtusame. Hii lugha imefurukwa, lugha yenu imefurukwa. Lakini naam, wakati unasoma ushuhuda wake, naam, napenda watu wajue, naam, na wamsikize vizuri. Naam. Anasema nilikuwa mchawi wa kitaalamu. Naam. Niliaminika katika nchi 6. Naam. Nilizozitawalia mimi. Alikusanya wachawi wa nchi hizo na kuwafundisha namna ya kudhuru wa Kristo. So huyu hakuwa Muislamu, alikuwa mchawi kabisa. Alikuwa kalaba. Na wewe uone hata shakili yake kabisa. Naam. Anakaa tu wale waganga wa kuitisha kuku na nazi iliyoanguka yenyewe. Sasa ustadi, labda tusome ushuhuda wake, alafu tutatusomea kwa ile kitu kwa tutapata tafsiri ya hii maneno lakini kwa Kiarabu. Subhanallah. Waarabu RIP, rest in peace, Arabic language. Kiarabu hapa imekufa na ikazikwa katika sanduku la sahau, na hapa kaongea lugha yake nyumbani, yani kachanganya. Na pia kazungumza Kirangi, Kinyanya, Kinini, Kisukuma. Hakuna Kiarabu hapa. Ya Hamis. Hanyuma amamagara mwizina ngo ya Hamis. Nikaitika labaikan. Hanyuma nange nditaba ngo labaikan. Akanambia madha tasma'u fil ma'u, unasikia nini katika maji hayo? Arambaza ati ese muri ayo mazi uri murumva mwiki? Nikamwambia hadhihi alma'u yashuqu najida, maji haya yanatuunguza sana. Ndamubwira ati aya mazi arimo kudutwika cyane. Akanieleza hivi, arambwira ati faqul laha, yaambie hayo maji, ngo bwira ayo mazi, ya ma'u kun barda wa salama ilaya biismi Yasuan. Akaniambia ni yaamuru yale maji yawe baridi na yawe salama kwangu kwa jina la Yesu.
hanyuma uwo muntu arambwira ati ngo ninegeke ayo mazi kutongera kunwika akonje kandi ngubwe neza muri jewe mu izina rya Yesu. Basi niliposikia maneno yale, hanyuma maze kumva ayo magambo, nikayaamuru yale maji, hanyuma nange negeka ayo mazi, nikayambia ya ma'u kun barda wa salama ilaya biismi Yasuan, ewe maji ninakuamuru uwe baridi kwangu na salama kwangu kwa jina la Yesu. Nanjye mfata ubwo butwari ndategeka ngo wa mazi we konja kandi ndagutegetse nongere kunwika mu izina rya Yesu. Yale maji nikasikia yamepoa kabisa. Ayo mazi ahita konja mu byukuri sinongera gushya. Akaniuliza madha tasma, unasikia nini tena? Arongera arambaza ese waba urimo kumva iki noneho? Nikamwambia kad bardan, yamepoa, yamekuwa baridi sana. Ndamubwira ati aya mazi noneho yakonje nguwe neza. Akaniambia faqul ahlika, waambie na hao ndugu zako ulionao. Hanyuma arambwira ati bwira nabo bagenzi bawe muri kumwe. Nikawaeleza yale maneno na kuwaonyesha yule aliyeniambia maneno yale. Hanyuma nabo ndababwira ndangije mbereka n'uwo muntu urimo kumbwira ayo magambo. Akaniambia waambie na ndugu zako hao. Arambwira ati bwira nabo bagenzi bawe muri kumwe. Kwa hiyo nikawaeleza yale maneno lakini wao hawakusema. Hanyuma mbabwira ibyo ngibyo ariko bo nibagira icyo bakora. Wale watu walizama wakafa kabisa. Abo bantu rero twari kumwe bo bararohamye barapfa. Akaniambia tena ya Khamis faqul ukhra, yaambia hayo maji tena. Arongera arambwira ngo ongera utegeka ayo mazi. Akaniambia yaeleze ya ma'u fatahta ila tahti, ni yaeleze ile maji yaniteme yanilete nchi kavu. Arongera arambwira ati bwira ayo mazi akuruke akuvane mu mazi agushire hanze. Nilipoyaamuru maji hayo yakanileta yenyewe mpaka pale yule mtu anaponiambilia. Hanyuma maze kuyategeka ayo mazi ngo anduke, aranzana ayo mazi anshira iruhande rwa muntu warimo kumvugisha. Yule mtu akanyosha mkono wake akanipokea akanivuta kuliani kwake. Uwo muntu arambura ukuboko kwe arankurura anzana iruhande rwe. Akaniuliza swali. Hanyuma ambaza ikibazo. Ya Khamis tarifni, Hamis unanijua mimi? Ese Hamisi wabunzi? Nikamwambia la arifka, sikujui. Arambwira mu byukuri sinkuzi. Akaniambia ana Yasua alladhi ulida fi butun Maryam, mimi ndiye Yesu niliyezaliwa katika tumbo la Maryam. Arambwira ati ni jewe Yesu wavukiye mu nda ya Maria. Akaniambia idha aminuni, ukiniamini mimi. Arambwira ati nunyizera satukhadhu, nitakuokoa. Nunyizera nzagukiza nzakurokora. Wa idha abani satuhliku kamithlu hadhani, na ukinikataa utakufa kama wale jamaa zako wawili walivyokufa. Kandi niwanga kunyizera uzapfa nk'abo bagenzi bawe uko bapfuye. Akaniambia hivi. Arongera arambwira ati hadha khabaru alladhi fa'altu ilayka, haya niliyokufanyia leo, ibi ngibi nagukoreye uyu munsi, fatwasulu kullu nas, waeleze watu wote, uzabibwire abantu bose, hususan ala ahlika islamia, hasa uwaeleze ndugu zako waislamu jinsi nilivyo na uwezo kwa wanadamu. Kandi cyane cyane uzabigeze kuri bene so b'abayisilamu ubabwira uburyo nshobora gukiza. Baada ya hapo tukatembea na yeye kama hatua 20. Hanyuma y'ibyo tubasha kugendana nawe nk'intambwe 20. Halafu tukaagana, yakaenda zake. Hanyuma tusezeranaho agenda ukwe. Na mimi sasa hiyo usingizi ukaniisha. Ya Khamis labaikan ماذا تصنع في الماء؟ هذه الماء يشكون جدا. فقل له يا ماء كن بردا وسلاما إلي باسم يسوع. يا ماء كن بردا وسلاما. إلي دوتو. إلي دوتو. يا ماء كن بردا وسلاما إلي باسم يسوع. ماذا تسمع؟ أنا مستدق عليك يا أبو. الله أكبر. ماذا تسمع جدي؟ unasikia nini? ماذا تسمع? unasikia nini? Yani
ina maana Yesu mwenyewe hapa alikuwa ni Kiarabu. Ndio unajua hata Yesu huyo alikuwa na maana funulia, alikuwa shaitan. Hadi mada tasna badala amuulize mada tashuru, unahisi nini ndani ya maji? Maji sina kuchoma. Mada tashuru ndio natakana uulize mada tashuru, sio mada tasma'u. Allah subhanahu wa ta'ala. Mada tasma'u asema nini? Kut bardan. Alafu Yesu akamwambia faqul ahlika. Hajamwambia aseme nini, anamwambia tu waambie watu wako. Wale walikuwa nao wawili kutoka East Africa. Naam. Faqul ukhra, tena waambie tena. Ya ma ufatha ala tahti. Waarabu jamani, mtusamehe kabisa. Ndio ile ala arifuka. Ya Khamis taarifuni? Yesu. Yaani Yesu mwenyewe hapa anazungumza Kiarabu broken kabisa. Ya taarifuni? Alafu sasa pia kajibu nini? Ala arifuka. Hajamwambia dawa badili. Ala arifuka na pia Subhanallah, la ilaha illallah. Ana Yesu alladhi ulidtu fi butuni ma. Yesu akamjibu. Akamwambia mimi nimezaliwa. Unajua kuna batni na kuna butuni. Butuni ni matumbo mengi. Yesu alizaliwa kwa matumbo mengi, sio mwanamke mmoja. Mimi ndio Yesu yule nimezaliwa katika matumbo mengi. Huyu haya yuko duniani na akhera atafutwa. Asema nini? Idha aminuni. Ukiniamini. Unajua kuna tu'minu, aminuni ni mambo mengine sasa. Ni watu ambao kwamba hawaogopi na hawaamini maneno ya Mwenyezi Mungu. Sasa akamwambia ni idha aminuni sata'khudh wa idha abani satuhlikuka kahadhani. Sasa hapa kwanza idha aminuni, huyo aliyekuandikia Kiarabu aenda ukamwambia amekukosea heshima kabisa. Idha aminuni sata'khudh wa idha abani satuhlikuka kahadhani. Ukiniamini nitakuchukua, nitakuokoa, na usiponiamini nitakuua kama nilivyoua hao wawili. Hadhihi khabaru allati fa'altu ilayka fatuwasil kull an-nas khususan ala ahlika islamia. Ati hii kitu ambayo kwamba nimekufanyia, hii kitu nimekufanyia, ina maana wewe ulifanywa. Sasa ulifanywa nini? Ulifanywa nini? Kafanywa huyo. Ulifanywa nini? Kwa sababu hapa sio maneno uliambiwa, ulifanywa. Ashatia zogo tena. Kuna vitu alifanywa huyu kwenye ndoto. Kwa hiyo labda tutafsiri hoja zake. Hii ndio Kiarabu ambayo tumalize na hii hoja. Hii ndio Kiarabu ambayo kwamba huyu Nabii Dr. Hussein kaongea. Ningependa tumalize na hii hoja kwa sababu kasigizia labda tu ustadi hiyo ndoto tuichambue kwa sababu ni ndoto ya uongo. Naam. Kwanza Kiarabu yenyewe ndio hakuna kabisa. Alafu anajaribu kuunganisha kama ile haya ya ndarukuni baba. Asalamu alaykum. Anajaribu kushikashika huku na huku naam, na kuingiza ndani. Naam. Pia kuna hii aya naam ambayo ningependa pia ustadhi uifafanue. Naam. Kwa sababu kasoma tafsiri vibaya. Mimi hata sijaiangalia kwa Qur'ani. Lakini nilijua ni ukorofi na ni urongo na pumba, kwa sababu anasema Mwenyezi Mungu alimwambia Nabii Muhammad, wewe si muokozi wa watu, ewe Muhammad, na wewe ulitakiwa umwamini Yesu ili akuokoe uwe miongoni mwa watu wanaookolewa. Akasema ni Qur'ani 2:273. Tulisoma kwa Qur'ani hapa. Ati wewe Muhammad si muokozi. Kuna maneno kama hayo, lakini tutayasoma tu kwa faida ya wale ambao kwamba kuna walokole wengi wameambiwa maneno haya na wameamini. Hayo 2:200 70 ngapi? 73. Utapata Bakara inaisha na 73. 73 inasema hivi. Kwanza inazungumzia mambo mengine. Lilfuqara alladhina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhum aljahilu. Nadhani alisoma hii. Yeye unajua anasoma 172. Sio juu yako waongoa, lakini Mwenyezi Mungu humuongoa mtakaye juu yako. Unaona? Na yeye anasema, aya inasema wewe sio muokozi wa watu, ewe Muhammad, na wewe ulitakiwa umwamini Yesu ili akuokoe uwe miongoni mwa watu wanaookolewa. Hiyo hakuna ndani ya Qur'ani na mpango wake haupo.
Sasa angalia wakati anachukua kiapo. Sijui kama ulifika hapo. Ustadi, kwanza tunaona ndoto. Naam. Ndoto ina maneno ya uongo mingi sana. Naam. Unajua kuna hizi ndoto baada ya alfajiri, huyu na kweli aliota baada ya alfajiri. Sasa kabla aote hii ndoto, alikuwa kwenye chuo kikuu. Naam. Kule Libya bado. Na ujue usahau kwamba alikuwa amefukuzwa akaenda mpaka Burundi. Akakaa Burundi karibu miaka 2. Ushuhuda wake unaendelea, tutaangalia kwa sababu aliporudi pale alikuta wale wanafunzi alikuwa akisoma nao wako miaka 2 mbele. Ikawa inasemekana hawezi rudia paka aendelee na wao. Sasa ndio nashangaa hii hesabu ilifikaje miaka 8 Libya na miaka 2 alikuwa shafukuzwa. Si muongo. Akaenda Burundi. Si muongo sadi. Alafu wakati wa mtihani alikuwa akimuomba Yesu. Yesu ndiye alimfanyia mtihani. Akampitisha. Hebu tuende kwa ndoto. Ya Khamis. Yesu sasa huyo Yesu anaongea Kiarabu tena. Anaongea Kiarabu. Kiarabu. Huku sikia hata Adamu Haji Yesu alimuongelesha Kiarabu. Yesu Kiarabu. Anaongea anasema ya Khamis. Ewe Khamis. Akasema labaikan. Akaulizwa madha tasma'u fil ma? Unafanya nini ndani ya maji? Akasema ajui. Kwanza madha tasma'u wakuna? Ni madha tash'uru? Hadhihi al-ma'u yashuquna jidda. Akasema hii maji inatuchoma sana. Fakul lahu ya ma'u kun bardan wa salaman ilayya bi ismi Yesu. Iambie maji iwe baridi na salama kwa jina ya Yesu. Aiyo. Ya ma'u, nikaiambia maji kun bardan wa salama, kuwa baridi na salama juu yangu kwa jina la Yesu mtoto wa Maria. Madha tasma'u, ikarudi Kiarabu broken, hakuna kabisa. Waarabu poleni jamani. Madha tasma'u, akasema nini? Kid bardan faqul ahli. Akasema bado ni baridi kidogo. Yesu akamwambia faqul ahlika, waambie watu wako. Walikuwa na vijana wengine kutoka East Africa. Mmoja alikuwa ni mtoto wa Idi Amin dada. Alikuwa mtoto wa Idi Amin. Anaitwa Jamal, ambaye alikufa. Anasema kafa. Huyo mtoto tutampata. Na ujue huyo mtoto wa Idi Amin Jamal mpaka leo hapo hai. Hata ukiangalia YouTube video yake ni ya 2 months ago. Alimuua kwa ushuhuda, lakini yuko kijana. Faqul ukhra, akaambia sema tena maneno hayo mara ya pili. Na akaambiwa na Yesu akasema hivi, ya ma'u fatha la tahti. Maji funguka, akajipata kwa sehemu nyingine. Ako mbele ya nani? Yesu. Akasema nikamuona mtu, sasa huyo ni Yesu. Akamwambia huyo mtu akamuuliza ya Khamis, taarifuni? Tena hata haina ile ishara ya kuonesha ni swali. Taarifuni, unanijua? Ala arifuka. Sikujui. Ana Yesu alladhi, mimi ni Yesu yule ambaye kama nilizaliwa na tumbo ya Mariamu. Akamwambia utaniamini? Ukiniamini mimi nitakuokoa, na ukinikataa nitakuangamiza. Ina maana huyu Yesu amemtokea, huyu ni wa kuangamiza watu. Anatumia nguvu. Huyu anatumia nguvu. Ukiniamini nitakuokoa. Na usiponiamini nitakuangamiza kama nilivyoangamiza hawa wawili. Hapa ndio sasa mtoto wa Idi Amin dada hakufa. Hapa mtoto wa Idi Amin dada akaaga. Sasa mtoto wa Idi Amin umemuua na yuko hai. Ako hai bado. Kwa hiyo huyu jamaa na ushuhuda wake wote ni wa kijanja. Mimi napenda kwa sababu ya wakati. Naam. Tumalize wakati anapewa cheti. Naam. Kwa sababu hatukuweka vizuri. Naam. Ni kwamba wakati anapewa cheti hapa amejishanganya katika ushuhuda. Ni kwamba ukipewa cheti lazima kuwe na yule jini mkubwa. Anaitwa Akbar minal-jin minal-afriqiyya wal-arabiyya. Minal-afriqiyya wal-arabiyya. Ni jini mkubwa sana katika Afrika na Warabuni. Akasema huyu jini anakaa katikati ya Saddam Hussein na Ayatollah Khomeini. Ameketishwa hapo katikati huyu jini. Alafu kiapo ambacho unaapa mbele ya jini. Unasema atawakalu ilaika ya jini. Sijui hii maneno ya Kiarabu. Sayasahilu Islamia kulu dahal. Sawa? Kisha akishaleta hicho kiapo, unaletewa maji ya Zamzam yamechanganywa na damu ya majini.
Sasa maji ya Zamzam yakichanganywa na damu ya majini inabadilika jina, yanaitwa Yamin. Ukikunywa Yamin ndio sasa maneno yanaharibika. Ndio ukiona kitu kibaya cha Uislamu hawezi sema baada ya kunywa Yamin. Baada ya utakuja kuniua wallahi. Baada utakuja kuniua. Kunywa Yamin. Alafu mshenzi akamalizia akasema Uislamu hakuna kama hakuna majini. Maneno haya sio kweli. Maneno yake haya. Na kama kuna wa mwisho waliosilimu katika viumbe walikuwa ni majini. Sio wa mwanzo, wanadamu ndio walitangulia katika Uislamu. Kweli. Majini walisikia tu kwamba kuna Qur'ani imekuja ajabu inayoongoza katika uongofu. Majini wanakuja kusilimu nyuma. Na ndivyo alafu sijui Ustadhi Yahya. Naam. Itabidi tutengeneze mada na siku tuzungumzie majini na mashaitani. Kwa sababu hao watu multadina wote wanajaribu kuchanganya kufanya majini wote kuwa ni shetani. Na hawajui tofauti ya shetani na jini. Na ujue jini ni kama binadamu ama ng'ombe ama buzi. Tuseme zaidi ni kama binadamu. Ni kiumbe tu. So yule kiumbe wamemunasibisha na shetani sana. No, Mungu wao hajaumba kiumbe anaitwa jini. Hivyo ndivyo. Yaani Mungu wao hajaumba na majini wako duniani. Na maana waliingia na nguvu. Hiyo ndio itikadi ya wapi? Wakristo wote. Na maana ni zaidi ya Mungu. Na jini ndio shetani. Hiyo ndio wanaamini. Hawaamini kwa hata katika binadamu kuna mashetani. Naam. Kuna mashetani katika binadamu. Kama yeye Mubarak ni hata huyu ni shetani tu. Si ni shetani yeye. Huyu ni shetani katika wanadamu. Pamoja na Nabii Elias. Lakini ndani ya Qur'ani kuna majini wazuri na kuna majini wabaya. Naam. Vile hata Biblia katika Qur'ani sura ya 72:17 Mungu asema wa anna minna almuslimun wa minna alqasitun. Katika sisi kuna wale wazuri na kuna wale wamesilimu na kuna wale na hawa wapumbavu waliogeuka wanasema Yesu ni mtoto wa nani? Wa Mungu. Lakini Qur'ani waliposikia kwa Mtume Muhammad sallam wakasema hatuwezi kumshirikisha tena Mola wetu. Yani bimaana tutaacha hii itikadi ya utatu. Kwa hiyo kuna majini wazuri na kuna majini wabaya, lakini ni fikra ndogo na wako hata kanisani. Hawa kwani hao wanatolewa kila siku. Lakini sisi tunamjibu huyu, hatuwezi kuingia upande huo mwingine kwa sababu tunawahitaji wa Kristo bado. Lakini huyu huyu tumekuja kumfundisha, hatujakuja kumradi. Kwa sababu wale wa kuradiwa ni hawa kila Ilyas, lakini huyu ni kufundishwa. Huyu ni mtu ajui. Jahil. Huyu ni murakkab, amesoma miaka 24. Huyu ni murakkab kabisa, sijui akbaru min al-afriqiyya wal arabiyya. Huyu ni inna lillahi na jinul safari. Wa jinnu safari sijui alikuwa anamnyanyua, alikuwa anamotesha, unalipata. Kwa hiyo huyu ni mtu wa kufundishwa tu. Unajua mjinga ni wa kufundishwa. Lakini mtu ambaye kwamba anajua kama ule Ilyasa anajua na anapinga, lakini huyu kabisa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Kwa hiyo kwa leo tutakomea hapa na pia tutawaacha na clip moja ndugu ni kama tutamnasibisha tuna huyu. Kuna huyu Msomali ndio unajua wakiingia kanisani wanakuwa wenda wazimu. Katoka kwenye mabaraza ya Munguka kapeleka kanisani. Huyu wa Juzama. Suratul Amma ni sura ya ngapi? Anasema suratul Amma aya 6. Huyu mzee naye kachanganikiwa. Sio kuna suratul Amma ndani ya Qur'ani. Anasema hiyo. Unasikia nini? Suratul Amma aya 6. Alipelekwa huyu mzee anasema ametoka Somalia. Alipokuwa Somalia anasema watoto wake walikuwa na uawa kila mwaka. Anasema mkubwa wakamuua, wakamchinja. Tena ilipoingia 2014 wakamuua mwingine. 2013 wakamuua. Yani ina maana kila mwaka mtoto mmoja alikuwa na uawa. Anipata kila mwaka mtoto mmoja alikuwa na uawa. Alafu mzee mwenyewe nafikiria ni kama kuna shida. Ni kama tu huyu haya. Hata huyu Hussein. Mtu unaongeza mpaka maneno ya Qur'ani ili wafurahishe watu. Kwa hiyo wanapoingia kanisani wanaongea pumba na wale walokole watapiga makofi. Haleluya! Hata huyu mzee alipigiwa makofi. Muangalieni huyu mzee. Mzee, uko tayari? Leo utaona muujiza. You get your miracle. Umehama? Kwani umehama kwenye umetoka? Waislamu. Mimi ni Msomali Mokoka. Mimi ni Sheikh Mokoka katika jina la Yesu, Pastor Ibrahim. Wewe ni pastor? Mimi naitwa Pastor Ibrahim.
Ulikuwa Muislamu? Mimi nilikuwa Muislamu. Mimi nilikuwa sheikh ya msikiti. Sheikh ya msikiti. Nilikuwa naongoza msikiti 14 Somalia. Sijahubiriwa na kanisa yoyote. Yesu akanitokezea ndani ya msikiti 2000. Akanishika hivi akanimwambia, toka mahali ulipo, tafuta kanisa ya kiroho. Nikatetemeka, nikaona mwangaza, nikaona nuru. Akasimama mbele yangu hivi. Sasa Waislamu wanataka kufanya nini? Waislamu sasa, since I confessed with my family 2000, wakachinja mtoto yangu ya kwanza. Wakachinja my first born 2011. My second born wakachinja 2013. Mtoto ya misho wakachinja 2014. Mimi Pastor Ibrahim wakanikamata, wakanifunga na nyororo kwa miti siku 3 bila kukula na kukunya 3 days. Wakaniweka kisu hapa, Allahu Akbar, takbir takbir, chinja mkafiri, kata mkafiri. Kisu akaniingia hapa. Wakasema, sasa leo nafasi ni yako, chagua. Ukisema mambo ya Yesu hapa leo, tutakuchinja na tutakuchoma. Akasema chagua. Nikamwambia, mimi nimechagua Yesu. Mimi siwezi fananisha Yesu na mwingine. Nikamwambia hawa, mimi nitaita Mungu ya kweli, baba ya Abraham, Yakubu na Isaka, na Mungu leo atanitikia. Wakanifunga na nyororo, mchungaji, nimekalishwa kwa moto hivi, nikaungua uchi. Akasema chagua. Hawa watu wanyama kweli. Akasema chagua Bishop, kama unataka Yesu ama unataka Muhammad. Bishop wakasema sasa chagua. Nikamwambia mimi, nikamwambia sikia, Quran verse 6 Suratul Amma, Muhammad anasema yeye hana makawa yoyote ya kupeleka watu. Hana makawa yoyote ya kupeleka watu. Sawa, twende. Nikamwambia mimi leo niko na baba ambaye ako na makawa katika nyumba ya baba yake ambaye ni Yesu Kristo. Nikamwambia fanya uwezo wako, lakini naishi kwa neema ya Yesu. Good. Wakati ya misho akasema wekeni chuma kwa moto. Akaweka chuma kwa moto, akanichoma mara 7. I really bring the real testimony. Chuma 7 wanachoma, kaniweka chuma 7 mara 7, akanichoma mara 7. Tukane Yesu. Nitukane Yesu. Akanichoma mara 7. Wakati ya misho akasema sasa fungeni na nyororo, tutupe yeye kwa hii moto. Akasema angalia hii moto. Nikamwambia ninaona. Akasema nitakutupa kwa hii moto, mimi naenda mbinguni na jina yako. Anasema naenda kulete kuni. Ebu ita Yesu yako. Huyu Yesu ita tuone kama ataweza. Kasema Baba mtakatifu takatifu, wewe ndio Alfa na Omega. Baba sitafananisha wewe na mwingine. Baba wakasema ita Yesu. Baba jioni ya leo onesha wao muujiza, wakujue wewe ndio mwanzo na mwisho. Nimekuita kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Bishop wakati nimesema amen, Sheikh anaitwa Salat akaenda kushika kuni hivi. Wakati Sheikh ameshika kuni hivi, Bishop nyoka kayasia akatoka ndani ya kuni na akauma ile Sheikh. Sheikh akakufa hapa. Na wewe ukasimama. Bible inasema adui yako anakuja njia moja na wakatawanyika njia 7. Kabisa. Nikasema the power of God, kati yao moja akakuja kwangu, akanifungulia nyororo, akanipatia glasi ya maji, akasema potea na Yesu yako mpaka siku ya misho. Sasa hawana uwezo na juu yako. Nataka ujue kwamba hawana uwezo juu. Hawana uwezo juu yangu katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Keti hapa. Huyu hata tumjibu. Naam. Huyu mtamsikiza tu. Na wako wengi tu. Hata ukimsikiza tu unamuona ni muongo. Ni muongo. Kwa hiyo inshallah pia kabla tukomea hapo, leo pia katika pitapita zetu katika kikao chetu tuko na shekhe, lazima kidogo asalimia waumini popote walipo duniani. Shekhe wetu ambaye ameandika baadhi ya vitabu za comparative religion, anaitwa Sheikh Hassan Kariuki. Kwa hivyo Ustadhi Hassan Kariuki, tungependa pia waumini wajue upo na Mwenyezi Mungu akupe umri urudie katika madai wazee ambao tuko nao mpaka sasa, mababa zetu ambao wako
katika dawa mpaka sasa. Tuko naye mzee wetu hapa Sheikh Hassan Karioki, na tungependa pia utoe salamu kwa wafuatilizaji wanaowaona, hata pia wewe unaonekana katika mitandao, katika channel ya Sheikh Yahya Dawa pia kuna video nyingi sana uko ndani pale. Kidogo watu wajue mzee wetu yupo, na dua zenyu kwa mzee wetu, na sisi tuombeane dua. Alafu mwezi wa Ramadhani unaingia Sheikh, pia mkumbuke mashekhe madai wanahitaji maftari hizo na muangalie inshallah. Na unajua unapomfuturisha saim kwanza, alafu muallafatil qulub, mtu ameingia katika Uislamu, sababu yako ni kubwa sana. Na zamani wallahi tulikuwa tunapata futari na tunawafuturisha pia wale muallafa kwa misikiti. Kuna misikiti ilikuwa inasimama na sisi, na pia tulikuwa tunaandaa makongamano katika mihadhara. Lakini sasa hivi corona imekuja, misikiti imefungwa, kongamano hatufanyi. Kwa hiyo tunarudi bado kwa Waislamu, kwa sababu kuna baadhi ya Waislamu individuals ambao kwamba wanasimama na sisi. Wallahi wewe pale upo, kama unaweza simamia watu 2 3, mtu mmoja unaweza simamia futari ya mwezi nzima 6,000. Kama unaweza simamia watu 5 watu 6, watu wa kusilimu tunao wengi, sio wengi sana. Na pia mashehe sisi wenyewe maduati, tusisahaulike, maana unakuta wito kama huu Waislamu huwa wanaitika, lakini wanaitika kwa wale muarafa. Lakini wanasahau huyu shekhe mwenye kuwafundisha pia hata naye ni muhitaji. So wakati tunawakumbuka, tukumbuke pia na shekhe inshallah, na Mwenyezi Mungu atawabariki. Sheikh Karioki inshallah. Naam, asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukrani vijana, naona vijana wangu hapa wanafanya kazi nzuri, na ni vizuri sana hivyo mnaweza kumrudishia huyu jamaa ambaye anaitwa nani huyu jamaa? Hussein Mubarak. Anaitwa Hussein Mubarak, ama utamuita mdogo wake na Usama. Sasa kitu nimesikia, nimeshangaa, sijaisikia tena. Nasikia ati yeye alisoma miaka 23, alisoma na kina Saddam Hussein, alisoma na kina Osama bin Laden, asoma. Sasa angesaidia hata serikali ya Marekani sana wakati ilikuwa inamtafuta. Kwa sababu yeye kama walisoma pamoja, na tena yeye walikuwa mpaka na huyu mwingine anaitwa Gaddafi. Sasa mimi namshangaa huyu mtu, kweli ni mtu hatari sana. Tena nashangaa alikuwa katika hapo ni bahari ya Kiarabu. Sasa tena Kiarabu, tena anaongea Kiarabu kingine hata akieleweki. Tena mstari nauliza, umesikia shekhe ambaye anasimamia Afrika Mashariki 6, Kenya, Tanzania, Burundi, Rwanda? Ushawaisikia shekhe kama huyo? Huyo hata sijamuona huyo. Labda jini. Huyo labda sasa awe ni kitu kingine. Lakini nimefurahi sana, nimeona hiyo kazi ile mnafanya ni kazi mzuri, na wako wengi tu, na mimi naona umeanza na huyu. Sasa nataka tuwajue hawa jamaa, kwa sababu hakuna haja ya kuongea urongo hakuna kitu kinasaidia, kwa sababu Mtume amekataza sana mambo ya urongo. Kama wewe unakaa kutaka kuwa Muislamu, hapana kuwa na miguu mbili kama fisi. Wale kwa Waislamu, wale unaenda kwa Kristo na unadanganya, wewe unarudi kwa Uislamu. Kwa sababu inaonekana huyu jamaa hii naona kama mimi nikiangalia naona ni kama ni tumbo tu inamsumbua. Njaa tu, na yakishiba naonekana akishiba anaweza katulia pahali. Sasa sijui atashibia pande gani. Sababu pande ile anataka ashibe na pande ile anataka ashibe. Sasa sijui atakuwa katika pande gani. Kwa hivyo nimeshukuru, na Mwenyezi Mungu hifadhi. Amina. Muendelee kufanya kazi. Unajua sisi tulianza zamani, sasa ndio kuretire, sisi tunaretire na nyinyi ndio mtachukua usukani, na support yetu iko juu yenu sana. Tutazidi kusaidiana katika mambo ya dawa, na kama vile umesikia ni kwamba tunaenda mwezi wa Ramadhani, na in fact kwa kusema kweli Waislamu wengi wana shida, na kwanza watu ambao wameingia katika dini kwanza ndio kuna shida kubwa kabisa, kwa sababu sasa hakuna usaidizi yoyote. Kwa hivyo jaribuni sana Waislamu, mjitolee. Hawa watu wasilale njaa, hawa watu wanafaa wakule kama vile wao wanakula. Kuna haja wewe futuru vizuri, na ule jamaa hana hata tende, hana hata maji ya kufuturu, lakini sasa wewe unafuturu vizuri na majuisi na misoda na vitu zingine. Kwa hivyo jaribuni sana, mjitolee sana, mrudisha hawa watu ambao wameingia katika dini, kwa sababu ni wengi. Wengine wanafuturu shekhe, kuna sabusa ya nyama, sabusa ya degu, sabusa ya boga, kuna kuku, kuna bata,
Sasa una shida sasa hizi. Alafu ningetoa wasia kidogo. Kuna jamaa moja, watu waache kufuturu na sigara Ramadhani ikifika. Wale watu ambao wanafuturu na sigara waache na sigara, kwa sababu nakumbuka kuna Ramadhani moja, jamaa moja baada ya muadhini amepiga muadhini jioni, jamaa amewakisha akafuturu, aligonga chini. Jamaa aligonga chini kabisa, anajua kizunguzungu inakuja mara moja, karibu hata apasuke kichwa. Kwa hivyo wale watu ambao wana hiyo tabia hiyo ya sigara, hapana futuru na sigara, futuru na maji na tende, vile Mtume amesema. Hata tumbaku ustadhi ina steam. Hata tumbaku wengine unakuta anaweka hapa hivi, huwezi futuru na hizo vitu bwana. Hata hii hapa hapa. Watu inaleta steam. Kwa hivyo watu waache na hizo vitu, tufuturu na halali, futuru na zile na hata miraa. Naam, hapana futuru. Hakuna subiri ati Jibril ashuke na haya inal marunga walkolomba walkangeta harama, hapana. Jibril ashuke na hiyo haya. Wacha watu wasikule marungi. Marungi ni haramu. Naam. Kwa hivyo nakuelewa vizuri Sheikh. Marungi ni haramu kabisa bila itiraf. Inshallah tutakomea hapa tukisema makana min tawfiqin fa min Allah وما كان من خطأ أو نسيان فمنا من الشيطان والله ورسوله من براءة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.